Naam, na hii ni sehemu ya pili msikilizaji. Sehemu ya kwanza tunaona kwamba mkurugenzi Luka anampatia maelekezo huyu Darius, ambaye Darius tunafahamu ya kwamba ndiye alikuwa ni kiongozi wa walinzi katika msafara wa rais mwanzoni kabisa mwa simulizi yetu. Sasa huyu mkurugenzi Luka anampa maelekezo Darius ya kwamba anatakiwa aende Uganda kumtafuta mwamba anayejiita TOD, kwa sababu TOD ndiye mtu pekee ambaye anaweza kumsaidia Darius kumpata huyu muuaji. Sasa na mkurugenzi anasema ya kwamba kwa taarifa za hivi karibuni ni kwamba huyu TOD yupo ndani ya jiji la Kampala, Uganda. Sasa vipi Darius atafanikiwa kweli kumshawishi TOD ama kumpata TOD na wao kuweza kufanya naye kazi ili kuweza kumpata muuaji? Msikilizaji, mtayarishaji wa hii simulizi ni Fabian Babuya, nami ninaye kusimulia hii simulizi ni Lucas Lumbas. Naam, tunasonga mbele. Sasa bwana, sehemu yetu ya pili inaanza kutazama mazungumzo kati ya Darius pamoja na Kain. Sasa Darius akasema kwamba anatakiwa kuondoka kesho. Kain akasema unahisi utarudishwa tena kazini? Darius akasema siwezi kukuahidi jambo hilo. Huenda kama nitafanikiwa huko ambako ninaenda, basi wewe na wenzako mnaweza kurudi kazini, kwani hata mimi nimepewa nafasi hii kama uangalizi tu. Nikifeli shughuli nzima basi inakuwa imeishia hapo. Kain akasema so unavyohisi utafanikiwa kwenye hii kazi? Darius akajibu kwamba siwezi kukudanganya Kain, sina uhakika na jambo lolote lile, kwa sababu unaweza kuwa ndio mwisho wa maisha yangu pia. So nitajaribu kwa nafasi yangu, ila kwa maelezo ambayo nimepewa kuna asilimia kubwa naenda kufa. Kain akasema sasa kwa nini umeamua kuifanya kazi hii kama unajua haya yanaenda kutokea? Darius akajibu sina namna nyingine Kain, hili tukio nilikuwa na uwezo wa kulizuia lisiweze kutokea, ila nilishindwa kufanya hivyo. Kwa sasa nyie nyote maisha yenu yapo hatarini kwa sababu tu nilishindwa kutekeleza majukumu yangu vile inavyotakiwa. Kama ni kufa basi kwangu itakuwa ni fahari kubwa kuweza kufia sehemu ya kazi, na sidhani kama nitalijutia hilo. Kwa hiyo kikubwa tu ndugu yangu, siku moja ukumbuke au wajao wakumbuke kwamba niliweza kulipambania taifa langu mpaka kwenye pointi yangu ya mwisho. Kain akasema sawa, mimi sina cha kusaidia kwa sasa kaka. Darius akasema kwamba umekuwa kama mdogo wangu wa damu, kwa hiyo naomba niombe niendako nirudi na ushindi, kwa sababu kama nikifanikiwa basi mimi mwenyewe nitasimama mbele ya rais na mkurugenzi kuhakikisha mnarudi kazini na mnawekwa nje kwenye hii kesi ambayo inahusisha mauaji ya rais. Basi wawili wale walikumbatiana kama kuagana. Darius alitakiwa kuwahi Kampala siku ya kesho yake mapema kumtafuta TOD kama ambavyo alipewa maelekezo kuwa bwana huyo ndiye, yaani ndio ilikuwa ni njia pekee ya kufanikiwa kumpata muuaji. Naam. Sasa Martin Sagambi bwana alikuwa ni mtu wa watu. Na kukumbusha tu msikilizaji, Martin Sagambi ndio rais mwenyewe. Sasa ndio marehemu rais. Sawa rais haitwi marehemu, anaitwa nani? Hayati. Hayati Martin Sagambi. Hayati bwana alikuwa ni mtu wa watu. Alikuwa ni mtu wa mfano kwenye jamii na kwenye utawala, lakini mwisho wa yote alikuwa ni kipenzi cha Watanzania. Ni rais ambaye alijaribu kwa ukubwa zaidi kusimamia haki. Alipambana kadri ya uwezo wake kuhakikisha Watanzania wengi wanakuwa na matumaini na imani ya kwamba viongozi bora bado walikuwa wapo na Tanzania ilikuwa ni sehemu ya kujivunia wao kuwa sehemu bora ya taifa hilo. Sasa hiyo ndio sababu ambayo ilifanya msiba wake kufurika watu kutoka pande zote za taifa la Tanzania kwenye kuuaga mwili wake ambao uliwekwa kwenye uwanja wa taifa wa mpira ili iwe rahisi kwa watu wake kumpatia heshima ya mwisho kabla ya kuzikwa. Ndio sababu pia ambayo ilifanya viongozi wa mataifa mengine makubwa kuweza kusafiri kutoka kwenye mataifa yao kwenda kumzika kiongozi huyo ambaye kwake nguzo kubwa kimataifa ilikuwa ni diplomasia bora ambayo aliitumia kama silaha kubwa kwake kuhakikisha anatengeneza mahusiano bora na watu wake kutoka nje ya Tanzania. Kwenye msiba wa mheshimiwa kulikuwa na walinzi wengi kila sehemu.
hakuna kosa lingine ambalo lilitakiwa kufanyika kwa wakati huo, ikiwa ni amri ya rais mpya kuhakikisha kiongozi wake ambaye ndiye alimlea kisiasa anapumzika kwa amani na kupatiwa heshima ambayo alikuwa anastahili. So kila mtu alikuwa anasubiri rais mpya kuweza kuongea na kutaka kujua kiongozi huyo angeenda kuongea nini kwa nyakati hizo. So zoezi hilo liliendelea kwa muda mpaka pale ambapo ilisikika sauti ya kikakamavu ila yenye maumivu ndani yake, ikiwataka watu kuwa pole na wasikivu, na kila mtu alitakiwa kutulia eneo ambalo alikuwepo. Nasimama leo mbele yenu kama rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia nasimama kama kijana wa mzee wangu Martin Sagambi. Sio tu kuwa mlezi wangu kisiasa, ila kwangu alikuwa ni zaidi ya baba, kwani ndiye amenifanya leo hii nikajulikana kwa kila mtu. Mara ya kwanza wakati ananiona kwenye siasa, nina uhakika hakuniamini kwa sababu sikuwa mbobevu, lakini nilikuwa na jambo moja pekee ambalo liliweza kunibeba mpaka akaniona: akili na kujiamini. Hizi ndizo silaha kubwa ambazo zilinikutanisha naye kwenye siasa. Alikuwa na watu wake wa karibu wengi tu ambao alikuwa na uwezo wa kuwapatia nafasi ambayo alinipa mimi, ila aliona kitu cha ziada ndani yangu. Kila siku alikuwa ananiambia kabla ya kufa kwake alitamani siku moja kuniona nikiwa rais wa Tanzania. Alitamani kuniona nikiwa nasimama sio kama namba 2 wa nchi, bali niwe kama namba 1. Utabiri wake naweza nikasema umetimia, lakini nasikitika kwa sababu yeye hanioni, ila na imani huko aliko anajivunia kuwahi kumtengeneza kijana kama mimi. Rais mpya wa Tanzania alikuwa anaongea kakamavu, huku machozi akiwa anashuka kwenye uso wake. Ilikuwa ni kazi kwa mlinzi kila muda kupitisha kitambaa kwenye uso wake. Najua kila mtu anatamani kuona watu wanawajibika kutokana na hili ambalo limetokea. Niamini mimi, natamani kumla huyo mtu ambaye amemuua rais kwa meno yangu, lakini kwa nini rais aliuawa? Ni kwa ajili ya wananchi wake. Siku ya tukio, mkurugenzi wa usalama wa taifa alimsisitiza kwamba mheshimiwa, wale watu wenye uhitaji usiende kuwaona siku ile kwa sababu ni hatari, maana lile eneo halina ulinzi wa kutosha, na kama kungekuwa na ulazima huo basi walitakiwa kuja Ikulu kwa usalama wake, ila alikataa. Kwa nini alikataa? Alisema hata kama ni kufa ni kwa ajili ya watu wake, basi yupo tayari. Na hiyo ndio sababu kubwa yeye kufa. Alikufa kwa sababu alikuwa akiwatanguliza watu wake mbele zaidi ya jambo lolote lile. Ila siku zote historia na asili vinajirudia. Vinajirudia kwa sababu hatuna uwezo wa kuvizuia, lakini pia kuna somo kubwa ambalo Mungu anatukumbusha kuhusu maisha na dunia kwa ujumla. Vitu vizuri havitakiwi kudumu. Yaani hatutakiwi kudumu navyo duniani, ili tujifunze kuvilinda, kuvipenda, kuvidhamini na kuvitumia vizuri tunapopata nafasi ya kuweza kuvitumia. Japo kwa yeyote ambaye amehusika kwenye hili, naombeni mniamini atalipa kwa malipo ambayo yatautengeneza mfano wa dunia nzima. Nahitaji watu wajifunze kwa namna ngumu kupitia hili. Kila hatua ya haya ambayo yanaendelea mtakuwa mnajuzwa moja kwa moja, na sababu hasa ambazo zimefanya bwana huyu aweze kumuua rais kirahisi namna hii, yeye na wenzake. Na hivi ninavyozungumza nimeagiza vyombo vya ulinzi na usalama havilali kuhakikisha mhusika na wenzake wamepatikana, na mpaka muda huu wamefikia hatua nzuri. Hivyo muda sio mrefu wahusika watakuwa kwenye mikono ya sheria, na kila mtu atajifunza somo la maisha hapa duniani kupitia wao. Ndugu waombolezaji, sambamba na hili la mheshimiwa rais, pia waziri wa ulinzi naye aliuawa kwenye mazingira ya kutatanisha kama mheshimiwa rais, na yeye mwili wake utaagwa hapo siku ya kesho kwa ajili ya kupumzishwa. Na niwahakikishie hawa watu
wameamua kunipima kwamba nitakuwaje kwenye utawala wangu. Sasa naenda kuonyesha mfano na nini kinatokea inapotokea mtu anafanya kosa ambalo wao wamelifanya la kuwaua hao waheshimiwa ambao walikuwa wanalipigania taifa hili usiku na mchana, wakati ambao wao wanawaza kulirudisha nyuma kwa nyakati zote. Kwa sasa nawahitaji wananchi wangu wote, bara na visiwani, kusiwe na mgawanyiko wa aina yoyote. Sisi ni wamoja na sisi ni ndugu. Asitoke mtu yoyote akahitaji kutugawa kwa sababu ya dini zetu, tofauti zetu, ama namna yoyote ile ambayo inaweza kutufanya tukarudi nyuma. Hivyo nawatakieni kila la heri kwenye kulijenga taifa letu. Mungu ibariki Tanzania. Mungu atubariki wa Tanzania wote. Na msikilizaji, watu wote walisimama kwa heshima kuweza kumpigia makofi Mheshimiwa Rais. Anaongea kijasiri na maneno ya kutia moyo, huku sasa akiwataka watu kuwa wamoja na sio kuruhusu kitu chochote kuweza kuwagawa, hususan kwa nyakati kama zile ambazo umoja ulikuwa unaenda kuwa silaha kubwa wa kuwaweka Watanzania pamoja ili kutokuruhusu adui yoyote ambaye alikuwa na nia mbaya kufanikisha maovu yake ndani ya taifa hilo. So mkurugenzi wa usalama wa taifa alikuwa sehemu ya watu ambao walikuwa eneo maalum. Hakuwa anatambulika kwa watu, akiwa ni mwenye kuvalia miwani yake mieusi. Kuna mwanaume mmoja ambaye alikuwa kwenye suti kama ya kwake, alisogea na kumnongoneza kidogo sikioni, kisha akamwachia karatasi kidogo ambacho kilikuwa na maelezo. Alinyanyuka haraka na kutoka pale. Walinzi walihitaji kumfuata, ila aliwapatia ishara ya kuweza kutulia pale pale ambapo walikuwepo. Alitembea haraka kuelekea kwenye vyumba vya kubadilishia nguo kama ambavyo kile karatasi kilikuwa kinamtaka aweze kufanya. Aliingia ndani akiwa na hema na kuangaza kila kona mpaka alipofika kwenye chumba kimoja. Akamwona mwanamume mmoja akiwa kwenye suti kama ya kwake, akiwa ameketi sehemu ambazo walikuwa wanakaa wachezaji wakiwa ndani ya vyumba hivyo, huku sasa usoni amejifunika. Alisita kwa muda, ila baadaye akaamua kusogea, akiwa sasa anaangaza kila upande kama kulikuwa na mtu mwingine zaidi ya wao wawili. Mkurugenzi, kuwa na amani. Kama ningehitaji kukuua, wala usingekuwa hai mpaka muda huu. Sina uhakika kama una ulinzi wa kunifanya mimi nishindwe kukupata wewe kama nikiona kuna ulazima wa kuweza kufanya hivyo. Ni sauti ambayo ilipenya vyema kwenye masikio yake na alisikia vizuri. Mkurugenzi akasema kwamba ndio wewe ambaye umemuua rais na waziri wa ulinzi? Ya, ni kweli. Ni mimi mwenyewe. Rais nilimuua mimi na waziri aliuawa na kijana wangu ambaye nahisi kwa sababu haukumpa umakini, ila ungegundua kwamba ndiye amekupatia maelekezo wewe kuja hapa. Mwanaume yule ambaye alikuwa ameufunika uso wake kwa barakoa na kofia kubwa kichwani aliongea bila wasiwasi na kumfanya mkurugenzi kupatwa na hasira ndani yake. Mkurugenzi akasema kwamba na kuhakikishia hauwezi kutoka eneo hili ukiwa salama. Umejileta mwenyewe hapa, yani hakuna nafasi utakuja kuipata tena kwenye maisha yako kwa kuwa hai. Mkurugenzi Luka aliongea kwa jazba akiwa anaitoa simu yake ili eti aweze kuwaita walinzi. Mwamba alitabasamu tu. Unaweza kufanya hivyo, ila kabla ya maamuzi unatakiwa kufikiria mambo kadhaa kwanza. Unahisi mimi ni mpuuzi ambaye naweza kuja ndani ya sehemu kama hii ikiwa sijui nitatokaje? Wewe ni mtu makini sana, unaelewa hakuna bahati mbaya kwa mtu kama mimi mkurugenzi. Yaani umefanya nini wewe? Ndani ya huu uwanja kuna mabomu 5 nimetega, ambayo kama utakuwa makini utatumia saa moja mpaka masaa 2 kuweza kuyapata yote. Je, upo tayari kuzua taharuki hapa kumtoa rais na wananchi zaidi ya 60,000 ambao wamefika hapa kwa sababu tu ya ujeuri wako? Na upo tayari kuhatarisha maisha ya hawa watu ambao rais ametoka kuahidi amani na maisha ya kiongozi wako mwenyewe? Mimi sina imani kama bosi wako atakuwa tayari kuona unafanya kosa la namna hii, ikiwa wewe mwenyewe umepewa nafasi ya upendeleo kusafisha makosa ambayo uliyafanya ya kuruhusu mimi kumuua rais wako Bwana Martin Sagambe. Kwa hiyo unataka nini kwangu? Kwa nini unahisi kuna kitu nataka kwako?
Na sasa wewe mtu kama wewe hauwezi tu kupoteza muda wako kuja sehemu kama hii kwa ajili tu ya kunipigisha story bwana. Nataka kujua nini unataka. Aha, sawa. Ni kwamba mimi nilihitaji kwanza kuwa na mazungumzo na wewe na kukupongeza kwa kuheshimu yale ambayo uliambiwa. Mbona sijakuelewa? Uliambiwa unatakiwa kuacha kiongozi mwingine yoyote kufa na usije kuingilia hilo kwa sababu utaleta maafa zaidi ndani ya taifa hili. Na ukatii. Ndio maana imekuwa rahisi zaidi kumuua waziri. Sasa wewe kwa nini unafanya hayo tena? Una familia ya watoto wawili mkurugenzi. Vipi, unawapenda? Ya, nawapenda. Nawapenda watoto wangu, ila sasa hawahusiani na hili ambalo lipo hapa. Vipi kama siku moja ukaja kugundua kwamba kuna mtu kawapoteza watoto wako duniani? Yaani unamaanisha kuwaua? Ndio. Huyo mtu nitamtafuta mpaka shimoni, mpaka nihakikishe nimemuua. Aha, nadhani sasa umenielewa. Kwamba rais alikulia watoto wako ama? Mkurugenzi Luka, usiwe unawaza upande mmoja tu. Kuna mambo kadhaa ambayo nilifundishwa kwa njia ngumu kwenye maisha yangu. Nikiwa naishi mtaa fulani hivi hapo zamani, niliwahi kuona moja marafiki zangu wa pale mtaani ambapo nilihamia kwa ajili ya kazi maalum, akikatwa uume wake kwa sababu ya mke wa mtu. Unataka kuniambia alifanywa ukatili kwa sababu ya mke wa mtu? Sasa wewe kwa nini hukumsaidia na ulikuwa na huo uwezo? Sasa kama ningefanya jambo hilo, nilikuwa naenda kuharibu kazi ambayo ilinipeleka pale. Hivyo kabidi nikae kwa mbali, nikiona mwanaume mwenzangu akipokonywa urijali wake, huku akitia huruma. Lakini nyuma ya huruma ya yule bwana, kulikuwa na kosa kubwa mno ambalo alilifanya. Urijali wake alikuwa anautumia popote ambapo yeye aliona panafaa. Ndio maana akaenda kumvaa mke wa mtu. Na ndio ilikuwa sababu ya msingi yeye kuweza kufanyiwa yale. Kuna mambo mengi unapaswa kuyakwepa kwenye maisha yako. Ila moja ya vitu vikubwa unapaswa kuviepuka kwenye haya maisha ukiwa kwenye majiji makubwa kama haya ambao mimi na wewe tupo, ni wake za watu pamoja na dhulma. Mkurugenzi, dhulma ni kitu kibaya sana. Na ndicho mara nyingi huwa kinazalisha usaliti. So haya ni mambo ambayo huwa yanaambukizwa kizazi na kizazi. Mimi bosi wako sikumuua kwa sababu nilikuwa na tatizo naye la kisiasa. Maana mimi sijawahi kuanza kuwa kwenye siasa. Ila kuna matatizo makubwa ambayo yalitokea. Na kuna dhuluma alinifanyia, so nisingeweza kumsamehe maisha yangu yote. Ndio maana nikaamua kumuua. Sasa wewe swala la wewe kumuua yeye haikuwa rahisi tu pekee, bali ulivamia mpaka taasisi ya urais yenyewe. Ndio maana hakuna mahali ambapo unaweza ukaenda. Na kuhakikishia tutakupata tu. Sasa nisikilize. Linakuja jambo la pili ambalo limeleta hapa. Nimekuja kukupatia onyo na tahadhari kubwa, mkurugenzi Luka. Jitahidi kadri ya uwezo wako ukae mbali na mimi na mtu yote ambaye ananizunguka. Kwa sababu ikishindikana hilo, niamini mimi nitaua kila ambaye unamtuma kwangu. Na mwisho wa siku naweza kubadilisha maamuzi yangu nikamuua hata rais wako mpya. Sasa kama wewe ni mwanaume kweli, hivi kwa nini unajificha ficha? Kwa nini usionyeshe sura yako? Tuongee kama wanaume kamili. Niamini mimi, wewe hauna wanaume wote, mkurugenzi. Hapo kukiwa na tatizo lolote unategemea zaidi simu kuweza kuwapigia vijana wako waje kukusaidia uweze kupona. Sasa na wewe unaweza kusimama mbele yangu na kuniambia habari za kwa mwanaume? Unadhani mimi nitampigia nani simu aje kuweza kukusaidia hapa? Nadhani nitampigia nani? Na unatakiwa kutambua jambo la muhimu kwamba mtu ambaye anafanikiwa kuiona sura yake hawezi kuishi tena. Ni lazima niweze kumuua. Upo tayari kwa hilo? Mkurugenzi hakujibu kitu zaidi ya kumeza mate. So, ukifika wakati tutaonana tena, ila jitahidi sana usinilazimisha kufanya mambo ambayo sijapanga kuyafanya kwenye maisha yangu, mkurugenzi. Mimi nikutakie mazishi mema. Msikilizaji, ilikuwa ni kama ndoto kwake. Hakuamini kama muuaji alimualika sehemu kama ile kuweza kufanya naye mazungumzo. Ukweli ni kuwa alikuwa akitetemeka wakati anapishana na yule bwana. Alitulia kama dakika 2 hivi akiwa na hema na moyo wake unaenda mbio. Alishtuliwa na simu ambayo ilianza kuita kwa fujo kutoka kwa vijana wake baada ya kupita muda mrefu bila kutoa taarifa.
Akiwa sasa anajiandaa kuipokea, alitambua ile sehemu ambayo yule bwana alikuwa ameketi ilikuwa na karatasi, hivyo kamlazimu kwenda kukisoma. Kilimpatia maelekezo ya kwamba hakukuwa na bomu lolote bali siku nyingine alipaswa kuwa makini kwa kila ambacho alikuwa anakiamini. Basi alitoka mpaka nje akiwa anakimbia, lakini hakukuwa na dalili za uwepo wa bwana yule. Alisonya na kuelekea ile sehemu ambayo alikuwepo mwanzo, na jambo lile lilipaswa kuwa siri yake, kwani kama rais angeweza kulijua ilikuwa inaenda kuwa hatari kubwa kwa upande wake. Sasa bwana msikilizaji, tumtazame mtoto Ariana. Usalama wa taifa walitambua sehemu ndogo ya maisha ya Jamie ambaye ndiye alihusika kuweza kumuua waziri wa ulinzi. Kwa haraka, huyu Jamie ndio ule mwamba aliyejiigiza ni kilema mwanzoni kabisa. Na huyu Jamie ndio chawa wa huyu mwamba aliyemuua rais, ama ndio kiongozi wa huyu mwamba aliyemuua rais. Kwa hiyo usalama wa taifa alitambua sehemu ndogo ya maisha ya Jamie ambaye ndiye alihusika kuweza kumuua waziri wa ulinzi. Jambo moja ambalo lilibaki kuwachanganya watu hao ilikuwa ni sababu za yeye kuamua kufanya mauaji na kuonyesha sura yake. Wauaji wengi ilikuwa ni lazima waweze kuzificha sura zao kwa ajili ya usalama wao wenyewe, lakini ile hali ya kuweza kuionyesha sura yake ilikuwa na tafsiri nyingi kwa hao watu, na ndilo jambo ambalo lilizidi kuwatia hofu na wasiwasi mkubwa. Historia kuonyesha kama aliwahi kuonekana na mtoto mmoja ilikuwa ni sehemu muhimu kwao, kwani walitambua lazima alikuwa anamjali mtoto huyo, na kwa namna yote lazima huyo mtoto angekuwa sehemu ya udhaifu wa huyo kijana. Shule iitwayo The Future International School ndio shule ambayo mwanaume mmoja na mwanamke mmoja walionekana wakishuka kwenye gari yao nyeusi ya gharama. Millard Ngauka na Fionela Timothy ndio walikuwa wanashuka kwenye ile gari. Walisogea mpaka getini ambapo walidai walikuwa wanahitaji kukutana na viongozi wa hiyo shule. Baada ya kuonekana vizuizi vikali hasa kwa watu kama wao ambao hakukuwa na taarifa za ujio wao ndani ya shule hiyo, walilazimika kuonyesha vitambulisho vyao, hali ambayo ilimfanya mkuu wa shule kufika haraka na kuwakaribisha ofisini kwa kuwa hakutaka kuwa sehemu ya kuingia kwenye migogoro na watu hao. Basi mkuu wa shule akasema ya kwamba sio kawaida kutembelewa na watu kama nyie kwenye shule yetu. Naweza kujua kuna shida gani mpaka mje hapa? Mkuu wa shule akaambia kwamba shida yetu ni ndogo tu mkuu wa shule. Tunahitaji kukutana na mtoto mmoja. Mkuu wa shule akasema ya kwamba ni mna undugu naye ama? Hao watu wakasema kwamba haya mambo hayatakiwi kufika mbali zaidi hapa mkuu. Tupo kwa ajili ya mambo ya kiusalama na sio taarifa ambazo natakiwa kukupatia wewe. Basi mkuu akasema kwamba hata unajua kwamba hawa ni watoto bado. Mtoto anahusikaje kwenye masuala ya usalama wa nchi? Hao jamaa akasema kwamba huyu mtoto tunaamini ya kwamba ana taarifa ambazo tunazihitaji, hivyo nafikiri tusipotezeane muda. Mkuu akajibu, sasa jamani, hilo ni swala ambalo haliwezekani mpaka mkinionyesha kibali cha ruhusa ya kuzungumza na mtoto yote, vinginevyo naombeni muweze kuondoka, kwani uwepo wenu hapa utaanza kuzalisha maswali ambayo yatafanya kila mmoja sasa ashinde kufanya kazi yake. Basi Millard kwa ukali akasema kwamba hili jambo utalifanya kwa lazima, umesikia? Vipi, unataka kuwa sehemu ya watu ambao watashutumiwa kuhusika na mauaji ya rais wa nchi? Millard aliongea kwa ukali huku sasa akiwa anaiweka bastola mezani. Mkuu wa shule alimeza mate kwa shida, akiwa sasa anaitazama ile bastola kwa muda. Basi mkuu wa shule akasema kwamba huyo mtoto atakuwa salama? Millard akajibu kwamba sisi sio wauaji wa watoto. Tunahitaji aletwe hapa sasa hivi, na baada ya kumaliza mahojiano naye tutamrejesha hapa akiwa salama wa afya. Basi mkuu wa shule akauliza kwamba anaitwa nani? Akaambiwa Ariana. Mkuu alionekana kushtuka kusikia lile jina. Alitulia kwa dakika nzima kisha akaanza kuondoka ile sehemu kwa wasiwasi. Akiwa anatoka alitoa simu yake na kutuma ujumbe mahali, kisha baada ya dakika 10 akarejea akiwa na mtoto ule wa kike ambaye alikuwa bado mdogo na mwenye mvuto mkali usoni kwake. Walimtaka atoke nje ya ile sehemu ili waongee na mtoto, lakini licha ya kumwonyeshia picha ya Jamie, yule mtoto alikataa kwamba hakuwa akimjua. Fionela alidanganya ya kuwa alikuwa ni ndugu yake ambaye walipotezana kwa muda mrefu, hivyo alihitaji kukutana naye, ndio maana alikuwa anataka kujua mahali ambapo yule bwana
wa kwenye picha alikuwepo. Sasa kugoma kwake kujibu maswali ndiko kuliwafanya kuweza kuondoka naye, huku akiacha mawasiliano kwa mkuu wa ile shule na kumpatia maagizo ya kwamba ndugu wa yule mtoto walitakiwa kupewa taarifa na mawasiliano yao wakamwachili sasa waweze kuwasiliana na kujua usalama wa mtoto. So kuacha taarifa zao na kutaka kuhakikisha ndugu anapewa taarifa, walitambua moja kwa moja zile taarifa zingeenda kuishia kwenye mikono ya mlengwa wao ambaye alikuwa wakimhitaji. Hivi umeelewa hiyo technique? Yaani kumchukua mtoto, taarifa zitaenda kwa huyo mlengwa. Na mlengwa sasa ndo atajileta mwenyewe. Sasa masaa manne baadaye, kiza bwana kilikuwa kimeingia. Mitaa ilikuwa inaendelea na harakati zake, lakini wakati huo kwenye mitaa Magomeni kanisani ilionekana gari moja ikisimamishwa pembezoni tu mwa barabara, na kwenye ile gari alishuka yule mkuu wa shule ya The Future International. Aliangaza kila upande na kwenda kuingia kwenye gari nyingine ambayo ilikuwa pembezoni mwa kanisa. Sasa mwalimu mkuu akaulizwa kwamba ni nani ambaye amemchukua binti yangu. Kwa shule akajibu ya kwamba usalama wa taifa. Jamii akasema, yanamaanisha mhusika ambaye amekuja hapo shuleni, si ndio? Kwa shule akasema ndio, walikuwa wawili. Basi alimuonyesha video za kwenye marejeo ya kamera. Na Jamii akasema ya kwamba kuna mambo mengine ambayo wameyasema. Kwa akasema wamesema hili limeunganikana na mauaji ya rais, ndio maana nikawa nashangaa kwamba kivipi mtoto mdogo kama yule ahusike kwenye hili. Basi jamaa akatulia tu, kisha akasema kwamba okay, hebu naomba unitumie hizo picha na video, wewe kazi yako imeishia hapa. Chukua hiyo bahasha yenye pesa, unaweza kwenda. Mkuu wa shule akasema na vipi kuhusu mtoto? Jamii akasema acha mimi nijali kuhusu hilo. Basi mkuu wa shule alivuta kibunda chake na kutoweka. Aliyekuwa amekutana naye alikuwa ni Jamii mwenyewe ambaye alikuwa muuaji aliyekuwa anatafutwa yeye na mwenzake, na wote walionekana kufanya kazi kwa pamoja na kwa ushirikiano mkubwa. Lakini mkurugenzi wa usalama wa taifa alitoka kuonywa kwamba kuna mambo ambayo alitakiwa kuyaacha yaende kama ilivyokuwa, vinginevyo alikuwa anaenda kusababisha madhara ambayo hata yeye hakutamani kuweza kuyaona tena, kwani yule bwana alitishia hata kumuua rais ambaye alikuwa madarakani kwa muda huo. Yaani alitakiwa awastopisha hata hao jamaa walioenda shuleni kumsumbua mtoto. Alipewa onyo. Sasa Jamii akija kupeleka taarifa kwa mwamba mwenyewe. Anyway, tunasonga mbele msikilizaji. Sasa pande za Kimarabaruti bwana, mita kama 950 kutoka ilipo barabara kuu ya kuelekea Mbezi Mwisho, ndipo ilipokuwepo nyumba ya mwanadada Fionela. Fionela alikuwa akiishi hapo na kuonekana nyakati za usiku tu wa manane tu. Hata majirani zake hawakuwahi kumuona, japo kwa bahati mbaya tu hata siku moja. Na kwa wale kadhaa tu ambao walifanikiwa kuona uwepo wake walikuwa wakiona gari yake tu na sio yeye. Alikuwa na dakika 25 tu tangu aingie kwenye hiyo nyumba yake. Kumbukeni huyu Fionela ni mmoja wa waliohusika kwenda kumchukua mtoto. So alikuwa ameketi kwenye sofa akiwa anatazama runinga ambayo ilikuwa imewaka, ila akili yake hata haikuwa hapo. Usingizi ulianza kumpitia kwa mbali, ila ghafla alishtuka. Kushtuka kwake kulisababishwa na moyo wake kupata pressure ghafla. Lile ni jambo ambalo lilimshtua kwa ukubwa na kumfanya kuanza kuhema kwa nguvu. Alitambua kuna mambo hayakuwa sawa na ni yeye ambaye alitakiwa kuyafanya yawe sawa. So alivuta bastola yake na kuikoki vizuri, akatoka nje akiwa makini kutembea, kwani aliamini kwake palikuwa pamevamiwa. So alitembea kuelekea sehemu ambayo ilikuwa na tenki kubwa la maji. Alisogea hatua kadhaa, akahisi kama kulikuwa na upepo unamjia upande wake wa nyuma. Aligeuka na bastola yake ambayo iliangukia mbali baada ya ule mkono wake kudakwa na kupigwa vikali, huku sasa mhusika akirudi nyuma kidogo. Sasa Fionela aliamua kuvuta kisu na kukirusha kwa nguvu kubwa. Yule bwana akakikwepa na kukidakwa kwa mkono wake wa kulia, kisha akakirudisha tena kwa mwanamke yule ambaye aliinama akiwa na hema kwa hofu, kwani hakuamini kama kilimkosa. Alijigusa kwenye shingo yake akatambua alikuwa salama, ila baada ya kugeuka aliona maji yanatoka kwa wingi kwenye tenki, na kile kisu hakikuwa kinaonekana kiliangukia wapi, ila tenki lilitobolewa.
Sasa yule mwanaume ambaye alikuwa mbele yake aligeuka kuangalia ukutani, sehemu ambayo aliona kuna kamera. Sasa mwamba akavuta bastola kwa nguvu. Fionela akapiga kelele za kutokuuawa, lakini yule bwana risasi za silaha yake zilienda kuharibu zile kamera, kisha akaitupia kwenye maji huku mikono yake ikiwa na gloves. Fionela akiwa anatetemeka aliinua uso wake na kugundua bado alikuwa salama, na jambo la ajabu yule mwanaume alitoa ile barakoa usoni mwake, na kwa mara ya kwanza Fionela alikuwa anamuona mtu ambaye hakuwahi kukutana naye popote wala kujuana naye kwenye maisha ya nyuma. Fionela kwa wasiwasi akauliza kwamba wewe ni nani na kwa nini umesita kuniua? Mimi sijasita kukuua, bali sikuja hapa ili niweze kukuua. Ila nadhani wewe ndiye una shida kubwa na mimi. Hivyo uende kawa bahati yako ya maisha kumkamata mtu ambaye kila mtu anatamani aweze kumpata. Wewe ndiye muuaji wa rais? Ndio. Mimi ndiye muuaji wa rais. Ile kauli yake ya kijasiri ilimfanya Fionela kuuma meno. Hasira mpya ilizaliwa ndani yake, kwani ule bwana ni mtu ambaye walikuwa na muhitaji kwa udi na uvumba, na kutokea kwake mbele yake ilikuwa ni bahati ya mtende, na hakuwa tayari kuweza kuipoteza kwa gharama yote ambayo ingekuja mbele yake, japo haijulikani, kwa sababu kitendo cha kuiona sura ya huyu mwamba usitarajie kama una dakika 5 za kuishi. So Fionela mguu wake wa nyuma uligota kwenye sakafu ya chini. Alijigeuza kwa sarakasi akiwa sasa ameikaza miguu yake vyema. Mguu wake ulitua juu ya bega la yule bwana ambaye hakushtuka, bali mwili wake ulikuwa umekaza na ukomaa vilivyo. Fionela alipigwa ngumi tumboni, akahisi kuna shoti ya umeme ilikuwa ni kama inapita, maana tumbo liligeuka na kuwa la moto. Basi alinama akiwa anaikunja mikono yake, aliona kivuli kinaenda ule upande wake. Sasa alirudi nyuma, akaongeza sarakasi nyingine, akatoa sauti ya kilio. Hakuelewa kama alipigwa na ngumi ama ni mguu ambao ulipenya kwenye kifua chake. Alitema damu na kwenda kwenye tank, akanywa maji kupata nafuu. Kwa pembeni aliona kile kisu, akakiokota na kumfuata ule bwana mbele yake. Alizungusha kisu na mguu wake sasa akiwa sasa anaugeuza kama nge. Mkono ulidakwa, akavutwa. Hivyo ule mguu haukufika sehemu sahihi. Alivutiwa nyuma tena na akapigwa ngumi 4 kwenye mabega, kisu kikamponyoka. Alipigwa teke zito, akaenda kuangukia ukutani. Sasa mvumo wa upepo ulimfanya kufumba macho. Wakati anayafumbua, alitambua kisu kilikuwa kimezama pembeni kidogo, kikiwa kimemkwangua kwa mbali. Alihema kwa shida huku akiwa anainua uso wake kuangalia mbele, ndipo akamwona yule mhusika akiwa karibu naye. Kwa uwezo wako wewe huna sababu za kuhangaika kuwa na hasira mbele yangu, kwa sababu hata nikikupatia miaka mingine 5 ya kufanya mazoezi, bado hautakuwa na nguvu ya kunifanya chochote Fionela. Kwa nini unafanya yote haya? Kuhusu kuwaua hawa vibaka? Kumbuka umemuua rais wa nchi na waziri wa ulinzi. Unaliingiza taifa kwenye hali ya hatari. Huonekani kama mtu ambaye unahitaji kuliingiza taifa hili kwenye hali ya hatari. Sasa kwa nini umeamua kuwafanya wananchi kuishi kwa hofu namna hii? Kila mtu huwa anazaliwa akiwa mwema ama mtu mzuri, lakini ujuaji wa wanadamu ndio huwa unawabadilisha watu mpaka wanakuja kuwa na mioyo ya ajabu sana kama huu ambao unaniona nao leo. Ni kweli mimi sikuzaliwa nikiwa mwema, ila pia sio maisha ambayo niliyachagua, ila naweza kuhakikishia kwamba mimi nimekuwa nikiwa muuaji. Kwenye kuua kwangu binafsi nilikuwa nilikuwa naua bila kuuliza kama mtu alikuwa na hatia ama alikuwa anaonewa tu. Mpaka nilipokuja kubadilika kwenye hilo, ndipo nikaanza kuua watu ambao wanaufanya ulimwengu kutokuwa sehemu salama. Na moja ya hao watu alikuwa ni rais na waziri wake. Rais alikufanyia nini mpaka ukamua muue? Hilo sio jambo ambalo limenifanya mimi kuja kwako Fionela. Nilitaka kuhakikishia kuwa mpango wenu wa kumpata Jamie kupitia Ariana hautafanya kazi, kwani ule binti anatakiwa kurudi shule kuendelea na masomo. Vinginevyo nitawaua nyie wote, akiwemo kiongozi wako na rais wenu mpya. Unahisi wanaweza kuelewa kosa hili? Mimi sio biashara yangu. Moja kati ya makosa ambayo huwa siwezi kuyavumilia ni kuona watu wangu wa karibu wanateseka, na na uhakika hautaki kunifikisha huko, kwani hautakuwa na nafasi nyingine za maisha kama hii ya leo. Umesikia? Nimekuonya na nimekuonyesha sura yangu ili uweze kunikumbuka vizuri kama ukienda nje na yale ambayo nakwambia hapa. Na unatakiwa kuelewa jambo moja, kwamba
Kwenye maisha yangu haya hakuna mtu ambaye amewahi kuona sura yangu akiwa ananitafuta alafu akafanikiwa kuishi tena. Wengine hata kama nikikutana, yani labda mwingine hata nikutane mara 2 tu, huwa naamini sio bure, lazima kutakuwa na jambo nyuma yake. Hivyo huwa nahakikisha nasafisha kila hatari ambayo inaweza kunijia nyuma yangu. Ila wewe utaishi ukiwa kama shahidi wa hili. Yule binti hakuna mtu atakuja kumfuata huko kwenu. Na kama mnaweza kumuua, mumuweni tu. Ama mumrudishe shule haraka. Ila unatakiwa kukumbuka kwamba kama mkimuua, basi mtakuwa mmetangaza vita na mimi. Nitaanza kuua kila mtu ambaye anawazunguka. Na taasisi yenu kwa ujumla nitaipoteza. Ila kama itafika mpaka kesho hajarudishwa shuleni, basi nitawafundisha kwa vitendo muelewe nini mlitakiwa kukifanya tangu mwanzo. Kwani huyo binti ni mtoto halali wa kijana wako? Hapana. Ni binti ambaye alimwokoa kutoka kwenye kituo cha watoto yatima akiwa mdogo. Kwake ni kama mwanawe wa kumzaa. Hivyo kumgusa Rihanna ni sawa na kumgusa mwanangu wa damu. Kwa hiyo hakikisha hakuna tatizo linampata. Nikiwa na maana ya kwamba mimi na wewe hatutakuwa na haja ya kuonana tena hapa karibuni. Baada ya hayo maelezo, aliondoka Fionela akiwa ni mwingi wa mawazo na hofu ambayo bado ilikuwa inaufanya moyo wake kudunda kwa nguvu. Na mpaka alipotambua kwamba alikuwa analoanishwa na yale maji ya kwenye tanki, ndipo alipoamua kurudi ndani kwa mara nyingine. Tutazamie pande za Kampala, Uganda. Maeneo ya Kisenyi ni moja ya maeneo ya Uswahili ambako kuna mrundikano mkubwa wa watu wenye hali ya maisha chini. Licha ya kuwa na msongamano mkubwa wa watu, lakini ni moja ya sehemu ambazo zinaongoza kwa uhalifu mkubwa ndani ya jiji la Kampala. Kisenyi ni sehemu ambayo kila siku ya Mungu lazima yaripotiwe matukio ya kutosha ya kihalifu ndani ya jiji hilo, ikiwa ni pamoja na uwizi na uhalifu uliokithiri pamoja na mauaji. Asa Darius, maelekezo ambayo aliyapata ndio alimtaka yeye kufika ndani ya mitaa hiyo kwa ajili ya kumtafuta mtu ambaye alitakiwa kumpata ili aweze kufanikisha kumpata muuaji wa rais wa Tanzania. So alifika mitaa hiyo mida jioni. Maeneo hayo yalikuwa yamechangamka vya kutosha. Kila kona walikuwepo wahuni wengi, huku sasa wengine wakijaribu kumtishia aweze kuwapatia pesa. Haikuwa shida kwake kwa sababu yeye mwenyewe alikuwa ni mtu hatari. Hakuwa na wasiwasi juu ya usalama wake. Kuzunguka kwake kulimfanya kushuhudia kiza kikiingia na mitaa hiyo ikiwa sasa inazidi kuwa na watu wengi zaidi. Alipiga kona kadhaa na kukutana na wavuta bangi 4 wakiwa wanacheza karata. Mmoja baada ya kumuona alimshikia bisibisi na kumtaka bwana huyo aweze kumpatia pesa. Aliudaka ule mkono ule mmoja na kuvunja, kisha akaidaka ile bisibisi na kuizamisha kwenye mguu wa ule muhuni. Muhuni alipiga kelele za maumivu. Sasa wenzake wakataka kukimbia, ila walisimama baada ya Darius kutoa bastola, ambaye angejaribu kunyanyua hatua zake kutoka pale walipokuwepo, ule ungekuwa ndio mwisho wake. Basi Darius akasema kwamba anahitaji kumpata Big 5, ambaye kwa hapa mnamuita B5. Swali lake liliwafanya wale vijana kutazamana kwenye uso zao. Aliona hofu kubwa mbele yao. Basi mmoja akajibu ya kwamba hatumjui. Aisee, risasi ilipita pembeni ya sikio la yule kijana ambaye alianza kudai ya kwamba hawakuwa wakimjua mtu huyo. So vijana walianza kutetemeka. Darius akasema kwamba najua huenda mnamuogopa mtu huyo, lakini nawahakikishia hakuna ambaye atajua nyie ndio mlinielekeza kwake. Ila kama hamtakuwa tayari kunijibu, basi nawaua hapa hapa muda huu. Basi jamaa mmoja akasema kwamba anapatikana ndani ya house namba 5, ipo mtaa wa 3 kutoka hapa. Akaulizwa, ina nini hiyo nyumba? Jamaa akajibu, ni nyumba ya siri ambayo kwa juu ni kama hall la kawaida tu, ila ina mlango wa siri chini ambako huko kuna kama danguro na sehemu ya kamari kwa ajili ya matajiri. Darius akasema, matajiri yani wanakuja kwenye mitaa hii? Jamaa akajibu, ndio, wanakuja kwa siri, hasa wale ambao wanapenda kamari na kula starehe za watoto wazuri wa mtaani. B5 ndiye ambaye anaiendesha hiyo sehemu, lakini inadaiwa pia kuwa kuna mambo mengine anayofanya. Darius akasema, mambo gani hayo? Kijana mwingine akasema kwamba kuna watu inadaiwa anawafundisha mazoezi ya kuua, hivyo kwa matajiri huwa wanakuja kuwanunua watu hao na wanamlipa yeye pesa, na ikilazimika kazi inatakiwa kufanywa kwa kiwango kikubwa huwa anaifanya yeye mwenyewe.
Basi Darius akamuuliza jamaa kwamba wewe unamfahamu? Jamaa akasema kwamba sijawahi kumuona kwa sura, ila jina lake linaogopeka kila sehemu. Yaani ukilitaja tu hilo jina vibaya tu basi lazima habari zimfikie na kesho maiti yako inaokotwa mtaani. Darius akasema yaani kwamba serikali haijui hayo ambayo anayafanya ili waweze kumzuia ama? Jamaa akasema Uganda ni tofauti na maeneo mengi, kama tu yani haugusi maslahi ya wakubwa, unaweza kaishi kama upo peponi. Inadaiwa anaishi vizuri sana na viongozi wengi, ndio maana analindwa na mamlaka yenyewe, kwani ndio wanamtumia kwenye shughuli zao. Hivyo ni mtu ambaye hagusiki. Darius akasema sawa, sasa nikifika huko nampataje? Muni mwingine akajibu kwamba wewe ukifika tu unajifanya tu tu kwa yani wewe jifanye tu kwa kama mteja tu ambaye yani unahitaji mrembo huko, na hakikisha unaweka ofa kubwa mezani ambayo lazima tu itakufanya ukutanishwe naye moja kwa moja. Sasa ukikutana naye yani ndipo unaweza kufanya naye mazungumzo ambayo yamekufanya umtafute yeye. Basi Darius alitoa bunda la pesa za dola na kuarushia mbele yao kisha akaondoka. Mwenzao mmoja akiwa sasa analia kwa maumivu chini ambapo alikuwa ameangukia. Ndani ya B5 House lilikuwa ni jengo kubwa ambalo lilikuwa ni kama godown hivi. Lilikuwa limejengwa kwa uimara mkubwa huku sasa likiwa limefungwa. Kwa nje kulikuwa na bwana mmoja hivi ambaye alikuwa na silaha za zamani sana aina ya gobole, akiwa sasa anazunguka kama mlinzi wa kawaida tu wa sehemu ile. Darius alitembea kama mtu ambaye alikuwa na pesa zake. Alisogea mpaka kwa yule bwana kisha akatazama kila upande kwa hakika kama mazingira alikuwa ni sawa. Basi yule mlinzi akasema kwamba wewe umekosea njia bwana. Hii ni sehemu binafsi, unatakiwa kuondoka haraka sana. Darius akajibu sijakosea njia, nipo sehemu husika. Mlinzi akasema nini? Wewe unajua hapa ni wapi wewe? Mimi ni mteja ile eneo. Wewe umewahi kuja hapa kabla? Hapana, sijawahi. Sasa wewe umesema wewe ni mteja wa muda mrefu hapa, alafu unasema hujawahi, kivipi sasa? Kuna mfanyabiashara mwenzangu ambaye alikuwa mteja mkubwa sana hapa, ndiye alinielekeza kwamba kama nahitaji kufanya kila aina starehe na kwa usiri mkubwa basi ndio sehemu sahihi ya mimi kuwepo. Sasa yeye kwa nini hajakuleta wewe? Ni kwa sababu kasafiri kwenda Ulaya na mimi sikuwa na muda wa kusema nitamsubiri mpaka aje kurudi. Sisi wafanyabiashara tunapenda sana maisha ya usiri kwa sababu kuonekana kila sehemu inaweza kukuharibia kwenye biashara zako bwana. Kwa hiyo wewe ni starehe gani ambayo imekuleta hapa? Nahitaji binti mzuri tu, mmoja tu hivi wa huko mtaani ambaye hajatumika sana, yani nikalala naye mwili wangu basi huwa unapata joto, lakini pia nina milioni 50 kwa ajili ya kamari. Hii ni sehemu ambayo itanifanya baadhi ya mzigo mkubwa uliopo kichwani kupotea. Sasa yule mlinzi yale maelezo alimshawishi. Akiwa anaendelea kumwangalia kwa makini, Darius alitoa bunda la pesa na kumpatia. Maisha ni mafupi bwana. Umesikia ndugu yangu? Kwa hiyo acha nikale raha sasa hivi bwana, maana nimesafiri muda mrefu sana kuweza kufika hapa. Hivyo sidhani kama hii itakuwa ni sababu ya kunifanya nishindwe kufanikisha yale ambayo yameleta huko. Basi mlinzi alimkabidhi kadi moja kwenye mkono wake na kwenda kufungua lile geti. Basi Darius akauliza kwamba na bosi wako anawezaje kumpata, kwa sababu pia nimeambiwa nikiwa na tatizo kwenye kazi zangu basi anaweza kanisaidia. Wewe unayetaka kumuua ni mfanyabiashara au mwanasiasa? Darius alitulia kwa muda kisha akajibu mwanasiasa mkubwa tu. Mlinzi alimtazama tena usoni mara kadhaa kisha akampatia kadi nyingine. Akamwambia kwamba ukionyesha hii kwa mlinzi yoyote ndani atakupeleka mpaka kwa bosi moja kwa moja. Basi alimsogeza mpaka mbele, akafungua mlango ambalo lilikuwa limeshikana na sakafu. Akamtaka ashuke huko chini kisha alipafunga na yeye kurudi sehemu ya nje. Basi Darius baada ya kushuka kule chini hakuwa naamini kama alikuwa chini ya ardhi. Ile sehemu ilikuwa nzuri na kuvutia mno, wala mtu asingeamini kama palikuwa ni Uswahilini. Alianza kukutana na baa kubwa na nzuri ya kuvutia. Kwa pembeni kulikuwa na eneo kubwa ambalo lilikuwa ni la kasino. Kulikuwa na wanawake wazuri tena wadogo wadogo tu, mpaka kabaki anashangaa siamini yale ambayo alikuwa anayaona. Alivuta dola kadhaa mkononi. Sasa wale warembo ambao walikuwa wanamsogelea na kumkimbilia alikuwa akiwarushia tu, huku akiwa sasa anaendelea na safari yake. Ni sehemu ambayo waliokuwa wanaonekana ndani walikuwa wanaonekana kuwa ni wenye uwezo kidogo. Yaani japo ni kama wenye maisha ya kawaida lakini wenye uwezo. Hawakuwa wanyonge hata kidogo. Wanawake wengi walikuwa uchi bila nguo. Yaani ilikuwa ni wewe na pesa zako tu. Sasa alitazama upande mwingine akaona sehemu imeandikwa VIP.
na mlango ambao ulikuwa mbele yake uliandikwa VVIP. Sasa yeye akaenda ule wa pili. Mlinzi alikuwa pembeni kidogo akivuta sigara yake kwa hisia kali, ndipo akapata nafasi ya kuingia ndani. Watu walikuwa wakifanya mapenzi kwa hisia kali mno, huku sasa taa za blue na nyekundu zikiwa zimetawala. Kuna baadhi ya wengine walikuwa wakinywa kwa furaha na kuburudika na maisha yao, walikuwa wameachukulia kwa namna hiyo, mpaka mlinzi alipomjia na kumshika kwenye shati lake. Huyo jamaa akasema kwamba sorry brother, nimekosea sehemu ya kuingia. Ni Kiingereza ambacho kilikuwa kinatumika wakati akiwa anamkabidhi yule bwana ile kadi ndogo. Sasa Darius akauliza kwamba wewe ni Mtanzania ama? Jamaa akasema kwa asili, ila nina miaka zaidi ya 5 hapa Uganda, hivyo naweza kusema ni kama nyumbani kabisa. Yule bwana alicheka hivyo kwa furaha na akaendelea kwa kusema kwamba ana mpango wa kuja Tanzania, maana nasikia sifa nyingi kupauswe. Darius akasema ni nchi nzuri mno, na siku moja ukipata nafasi ya kwenda hakikisha unanitafuta ili twende wote usipate usumbufu. Basi jamaa akasema kwamba kaka, nitashukuru sana, maana wanasifika wanawake wa huko na huwa na watamani siku moja hata nilale nao na kuona mbuga za wanyama. Basi Darius alicheka na kushangaa namna wanaume walikuwa na roho za kutoridhika kabisa. Yaani mtu alizungukwa na kila aina ya mrembo eneo hilo, ila bado alikuwa anatamani tu kikojeleo chake kifike Tanzania. So wakati huo walikuwa wanatembea kuelekea sehemu ambayo ilikuwa kimya, hasa baada ya kumuonyesha ile kadi ndogo. Basi Darius akasema kwamba sawa brother, nikikutana na B5 nitakuja kukupitia hapa nikupatia mawasiliano ili tuwe tunawasiliana. So yule bwana alimshika mkono na kuitikia kwa furaha, akiwa sasa anamuonyesha mlango ambao ulikuwa kwa mbele yake. Sasa Darius alitembea mpaka nje ule mlango ambao ulikuwa na namba za siri pembeni. Alitaka kugonga ila akagundua haukuwa umefungwa. Yaani ni kama ambaye aliingia mle alikuwa na haraka, hivyo akasahau kuweka vizuri. So aliusukuma na kuingia ndani, ambapo walikutana na mwanamke mmoja mzuri mno ambaye alionekana kuwa na asili ya Ethiopia, akiwa uchi, na mwanaume mmoja hivi ambaye alikuwa amempa mgongo akifunga suruali yake. Ni wazi alikuwa ametoka kule starehe. Sasa yule bwana akasema kwamba nani wewe? Yule bwana aligeuka akiwa sasa anaivuta bastola yake na kuigeuzia upande wa Darius baada ya yule mrembo kupiga kelele. Sasa Darius akasema kwamba na mazungumzo mazito na wewe, na sidhani kama huyu mwanamke anatakiwa kuyasikia. Yule bwana alimpatia ishara yule mrembo kuweza kutoka mle ndani, akiwa bado amenyoosha bastola yake kwa Darius. Kisha huyo mwamba akasema kwamba haya, niambie haraka, umeingiaje humu ndani na kipi kimekupa ujasiri wa kuingia ofisini kwangu? Mlango nono ulikuwa wazi, ndio maana nikaingia kirahisi tu. Oho, wewe ni Mtanzania sio? Ndio, nimetokea Dar es Salaam. Wewe nani? Ni mtu ambaye nimekuja kukuchukua ili urudi tena Tanzania. What? Daniel, tunapaswa kurudi wote Tanzania. Msikilizaji, kauli ya Darius iliharibu. Wale watu maisha yao haikutakiwa mtu yeyote kuweza kuwajua kwa utambulisho wao. Walikuwa wanaishi kama vivuli, hivyo kuonyesha anamfahamu hakutakiwa kuendelea kuishi, ila kabla kumuua alitakiwa kumjua yeye alikuwa ni nani. Sababu kumtaja tu jina, ilikuwa ni kosa. So na si kujua tu alikuwa ni nani, na pia alitaka kujua alitumwa na nani, alimfahamu vipi, na sababu zipi ambazo zilimfanya yeye awe na ujasiri wa kutaka kurudi naye Tanzania. Alirudisha ile bastola kiunoni, mguu wake ukakita kwenye meza ya kioo. Ile meza iliteleza mpaka alipokuwepo Darius, ambaye alisimamisha kwa mguu wake kwa nguvu. Aliinua uso wake na kugundua yule bwana alimfikia. Alipigwa ngumi 4 za kifuani. Akiwa sasa anashangaa yale maumivu, alikutana na chupa ya kichwa, akaangukia kwenye kona moja, kisha akasimama kwa kujirusha, akaupanga mkono wake. So alitembea kwa hatua za kuhesabu. Alihisi kama anaona kiza hivi mbele yake, ila sasa ni spidi ambayo Daniel alitembea nayo na kurusha kiganja chake usoni. Aisee, alipigwa ngumi zingine 4. Darius akafanikiwa kupenyeza moja kwa yule bwana ambaye sasa ilimpatia hasira kali mno. Alijirusha ili sasa kujigeuza, akakutana na double kick moja, akaipasua ile meza, huku sasa akiguna kwa maumivu. Darius alisimama kwa sarakasi, akameza mate baada ya kupishana na kisu ambacho kisu kilikuwa kinatakiwa kitoboe sehemu zake za siri.
Sasa yule mwanaume alikuwa anaenda kwake kama mashine. Alijaribu kupangua ngumi ambazo zilikuwa zinakuja kwenye mwili wake na akaishia kuguna kwa sauti kwa sababu kupangua kwake kulifanya mkono wake kuteguka. Alichotwa mtama mkali, akapigwa na ngumi 2 kifuani, akarushwa mpaka kwenye ukuta akiwa sasa anavuja damu nyingi. Alifumba macho yake akiwa anatamani kulia. Ilikuwa ni kama anapambana na robot na sio mtu wa kawaida. Alipofumbua macho yake, Daniel alikuwa ameshusha kisu sehemu za siri za Darius. Sasa Darius kwa shida kidogo akasema, tafadhali sana, tunahitaji msaada wako. Aliongea kwa sauti akiwa sasa anasisimka mwili wake, huku sasa akiwa amefumba macho yake, kwani alikuwa amekubali kupoteza wanaume wake. Alifumbua macho akiwa anayema baada ya kugundua kile kisu kilichomekwa chini baada ya kuropoka kwamba alikuwa anahitaji msaada kwa hiyo bwana. Alihema na kuchora ishara ya kushukuru kwa Mungu kwa kumpatia nafasi, ila alikuwa akitazamana na bastola. Mwamba akauliza kwamba wewe unahitaji msaada gani kwangu mpaka unaonekana kunifahamu kiasi hiki Nadhani unajua maisha ya watu kama mimi. Ikitokea mtu anakujua kiundani namna hii, hatakiwi kuendelea kuwa hai. Sasa ni kitu gani unaweza kuniambia nikakuacha uende? Darius akasema kwamba mimi naitwa Darius. Nilikuwa sehemu ya uongozi wa ulinzi wa rais wa Tanzania. Ile kauli ilimfanya Daniel kuishusha bastola yake na kisha akamuuliza kwamba mlinzi wa urais, so unatafuta nini kwangu? Ina maana hujui kama rais wa Tanzania aliuawa? Daniel alimtazama machoni Darius na kisha akasema kwamba nilisikia tu, ila sikutaka kufuatilia maana nimeshamalizana na Tanzania zamani sana. Hivyo lolote ambalo litatokea halinihusu kwa sasa. Darius akajibu, basi kama ungefuatilia kwa makini ukajua ilikuwaje na nani ambaye amemuua rais, usingekuwa unafanya ngono kwa starehe ndani ya ofisi yako hii. Basi Daniel alimtazama na kisha akamuuliza kwamba una maana gani kuniambia hivyo? Darius aliomba ruhusa ya kutoa simu mfukoni ili Daniel asije akampiga risasi akiamini anatoa ni silaha. Alibonyeza mara kadhaa na kumuonyesha tukio la rais kuuawa kwa video. Alitazama kwa makini ila hakuelewa jambo. Akauliza kwamba kwa nini unanionyesha hii video mimi? Darius akajibu kwamba ni kwa sababu inakuhusu. Sasa Daniel akasema kwamba nini? Mimi nimeondoka Tanzania muda mrefu sana na wamejua nimekufa. Nadhani utakuwa umekuja kwa mtu ambaye sio sahihi kama unahisi mimi ndiye nimemuua rais wako. Na kama ningefanya hivyo, hakuna ushahidi ambao ungeupata wa kujua nilipo. Darius akasema, najua sio wewe ambaye ulimuua. Daniel akasema, sasa kama unajua, kipi kinakufanya sasa uwepo hapa? Darius akajibu, ni kwa sababu rafiki yako ndiye aliyemuua. Daniel alishtuka akasema kwamba umesema? Darius akasema, yes, Janilo ndiye muuaji wa rais. Daniel alianza kucheka kwa sauti akihisi Darius hakuwa sawa. Daniel akasema kwamba umekuja kunipotezea muda wangu hapa Haukutakiwa kufika kwa sababu unaonekana umetumwa kwa ajili ya kunipeleleza mimi, sio? Darius akajibu, hapana, najua unaamini kwamba huyo mtu alishakufa. Daniel alitulia kidogo na kisha akasema kwamba hata hivyo na ipo hivyo, amekufa muda mrefu na mimi niliondoka Tanzania ili mamlaka zisije kunitafuta tena. Darius akasema, yupo hai Daniel. Daniel alishtuka akasema kwamba wewe hauwezi kuwa serious kwenye hili. Darius akasema, naomba unisikize Daniel, yupo hai na ndiye amehusika kumuua rais wa Tanzania kisha kumuua waziri wa ulinzi kupitia kijana wake. Daniel alishtuka akasema, nini? Umesema kijana wake? Darius akajibu, ndio. Darius alimuonyesha kwa umakini moja kati ya wale vilema ambaye alikuwa akimuongelesha rais na ndio yule ambaye alionekana kwenye tukio la kumuua waziri wa ulinzi. Sasa Daniel aliita kwa mshangao, nini? Jami? Darius akauliza kwamba unamfahamu huyo? Daniel akasema, huyo alikuwa ni kijana wake ambaye alimlea mwenyewe kwenye mikono yake na anampenda kama mdogo wake wa damu. Huyu bwana alipotea miaka mingi iliyopita na najua hata yeye alishakufa. Darius akasema, hapana, wote wapo hai. Basi Daniel akasema kwamba okay, so inawezekanaje namba 1 kuwa hai? Daniel alionekana kuchanganyikiwa mpaka akaketi kwenye sofa. Bastola yenyewe hata hakuwa na mpango nao tena. Alichanganyikiwa. Darius akajibu kwamba hata sisi hatujui kwa sababu ndio kwa mara ya kwanza huyu mtu anajitokeza na kwa bahati mbaya hatumjui hata sura yake. Ila ajabu huyu kijana wake ndiye anajitokeza na sura yake halisi, jambo ambalo mpaka sasa limetuacha njia panda. Daniel akasema okay,
Hii ni ishara mbaya sana Darius. Sasa Darius baada ya kusikia kauli akauliza kwamba yani una maana gani kusema hivyo? Daniel akasema amekuja kwa ajili ya kukusanya kila kilicho chake. Darius akauliza kipi? Daniel akasema kuna watu walimfanyia dhuluma kubwa, hivyo amekuja kulipa yale ambayo aliwakopesha. Ni watu wengi wanaenda kufa kama kweli yupo hai, na ndiye amejitokeza kufanya haya. Sasa Darius alibaki akishangaa, akauliza kwamba kwani ni mtu wa namna gani? Daniel akajibu kwamba mimi ndiye nilikuwa namba 2 wake. Kama unaniona mimi nipo hivi, unahisi atakuwaje? Darius akajibu wote kwani mmetengenezwa sehemu moja? Dani akajibu ndio, tumetengenezwa sehemu moja na mtu mmoja. Sisi ni wauaji bwana Darius. Ndio maana ukinifahamu lazima nikuue. Darius akasema na huyo aliyewatengeneza yupo hai ama? Dani akajibu hapana. Ni yeye mwenyewe ambaye alimuua. Darius alishtuka akasema yani alimuua mtu ambaye kamlea? Dani akajibu haya mambo sikupaswa hata kuzungumza na mtu kama wewe. Na ukutakiwa kufika hapa ama kuyajua haya yote Darius. Nasikitika kuambia ni lazima nikuue kwa sababu hata siku moja siwezi kuamini usalama wa taifa. Basi Daniel alinyanyuka na kunyosha bastola kwenye kichwa cha Darius ambaye alianza kumeza mate kwa shida. Darius akasema kwamba Daniel, najua unafanya kazi hapa kwa ajili ya pesa na usiri wa maisha yako. Hii operation ya mimi kuja huku inaruhusa mpaka ya rais mwenyewe, na itakuwa ya usiri mkubwa sana kwa sababu utafanya lolote ambalo unalitaka Tanzania, na baada ya hapo utafutiwa makosa yako yote, lakini utaruhusiwa na kwenda popote bali duniani bila kufuatiliwa. Na jambo la msingi zaidi ni kwamba utataja kiwango chochote cha pesa ambacho unakitaka wewe. Daniel akasema unaonekana ulijiandaa vyema wakati unakuja kunitafuta, na huenda ulifanya tafiti zako vizuri kwa kujua aina ya mtu ambaye ulikuwa umekuja kumtafuta huku, si ndio? Hata hivyo bado mimi sikuamini na siamini lolote ambalo nalisema muda huu. Darius akasema nakuomba sana uniamini, na ili uweze kuniamini ni kwamba pesa yako ambayo utahitaji utalipwa yote muda huu. Daniel alicheka akasema hauna uwezo wa kunipatia hiyo pesa, na hata hivi nina imani hauwezi kuwa nayo kwa sasa. Darius akasema sawa, naomba nijaribu basi uone kama nakutania. Ukitaja kiwango unachokitaka napiga simu moja tu, unaipata pesa yako ndani ya dakika 5 tu. Basi ile maelezo Daniel alianza kumuingia kwenye kichwa chake taratibu. Ni kama yule bwana alikuwa anamaanisha yale ambayo alikuwa anayoongea. Basi Dani akauliza kwamba unahitaji mimi niwasaidie kumtafuta Janilo? Darius akajibu ndio, tunaamini wewe ndiye mtu pekee ambaye unaweza kutufanya tumpate. Msikilizaji, ni kukumbusha tu kwamba huyu ndo mwamba mwenyewe TOD. Kama umesahau kifupi chake nitakufahamisha tena baadaye. Sasa TOD mwenyewe akajibu ya kwamba ni kazi ambayo sikuwahi kufikiria kuifanya kwenye maisha yangu, hata kama ingetokea kuwepo, na nilikuwa na uhakika alishakufa miaka mingi ambayo imepita. So naweza nikaifanya kazi yenu kama utaniingizia bilioni 5 za Kitanzania muda huu. Darius akajibu ya kwamba ni hicho tu ambacho nilikuwa nataka kusikia kutoka kwako. Basi Darius alipiga simu ambayo ilipokelewa sekunde ya pili tu. Alitaja bei na kusubiri mazungumzo upande wa pili ambayo yalienda kwa sekunde 15 tu. Akamtaka Daniel aingize akaunti namba yake kwenye simu, na baada ya hapo aliambiwa asubiri kwa dakika 5. Hivyo kamlazimu kuketi kwenye sofa na wote wakawa kimya sasa, kwani zile dakika 5 ndio zilibeba maisha ya Darius. Kama ingeshindikana ingeonekana alikuwa anataka kumuuza, hivyo lazima angemuua. Dakika 4 zilikatika, saa ikiwa mezani. Dakika ya 5 ilifika kukiwa kimya. Darius akaanza kumeza mate kwa shida, na Daniel mwamba TOD akawa sasa anajiandaa kunyanyuka sasa kwenye hilo sofa, lakini simu yake ililia mlio wa message. Alitazama na kuikagua vizuri, ndipo akapigwa na butwaa baada ya kuona 51 na 09 mbele yake zikiwa zimeingia kwenye akaunti yake. Ilimlazimu kuhakiki kwanza kama zilikuwa hela zenyewe, isije kuwa alikuwa anaingizwa kwenye mkenge, na akatambua zilikuwa zenyewe. Alizihamisha haraka kwenda kwenye akaunti zake za nje. Basi TOD mwenyewe akasema naona upo serious. Darius akasema nadhani nimetimiza wajibu wangu bwana Daniel, na unaweza ukaamini maneno yangu. Sasa ni muda wako kutimiza upande wako. TOD aliguna tu akasema kwamba okay,
Inaonekana hili ni jambo la muhimu sana kwenu mpaka mlijiandaa kutoa kiwango chote cha pesa ambacho kingekuja mbele yenu. Unataka kujua nini kumhusu? Darius akasema kwamba tuanzie kwenye historia ya maisha yake. Unataka kujua yeye ni nani? Kwamba unataka kumfahamu Janilo ni nani? Huyu mtu bwana, simulizi ya maisha yake na changamoto nyingi. Hata mimi kuna vipande ambavyo sivijui. Kuna siri kubwa ambayo imefichwa na nilifanikiwa kuipata kutoka sehemu nyingine, na sio kwake wala kwa mtu ambaye alimlea. Na siri hii ndio sababu ya yeye kuweza kumuua huyu mtu ambaye alitutengeneza sisi. Historia yake inaanzia huko Sirali mkoani Mara. Inasemekana ndiko iliko historia ya Janilo. Familia yake inasemekana zilikuwa ni zile familia ambazo zilifanikiwa kupata mafanikio mapema. Hivyo baba yake alikuwa ni mmoja wa wafanyabiashara wakubwa. Uwanja wa biashara huo una mambo mengi sana ndani yake. Inasemekana baba yake alianza kupata nguvu ambayo ilikuwa inaenda kuteketeza masoko ya wafanyabiashara wenzake. Hivyo kwao akawa ni kama mtu hatari. Walijaribu kuongea naye lakini hakuwa tayari kufanya yale ambayo waliyataka wao, kwa kuwa aliamini yeye alikuwa ni mfanyabiashara halali na hakuna sheria hata moja ambayo alikuwa anaivunja. Na hapo ndipo matatizo yalipoanzia. Sasa wafanyabiashara walikubaliana kwamba walitakiwa kumuua ili waweze kuua ushindani. Ndipo alitafuta bwana mmoja ambaye alikuwa anafanya kazi za mauaji kwa kulipwa. Sasa huyo bwana baada ya kulipwa hakufanya utani. Ni kweli alienda kumuua mfanyabiashara yule pamoja na mkewe, lakini wakati ambao sasa alikuwa anahitaji kuondoka ndani ya ile nyumba, alisikia sauti ya mtoto akiwa analia. Akalazimika kurudi ili sasa aweze kumuua na kukamilisha kazi yake ambayo ilimpeleka pale, kwani maelekezo ilikuwa auwe watu wote wa ile familia. Kwa hiyo baada ya yule mtoto kumuona, aliacha kulia na kuanza kucheka. Alikuwa ni muuaji ila aliingiwa na roho ya huruma na hakuona sababu ya msingi ya kumuua malaika asiyekuwa na hatia kama yule. Hivyo akafanya maamuzi magumu ya kumbeba mtoto ule na kuondoka naye, jambo ambalo lilikuwa lipo kinyume na misingi yake ya kazi, na hakutaka jambo hilo liweze kutambulika kwa watu ambao walikuwa wamemtuma kuifanya kazi hiyo. Kwa hiyo kuanzia siku ile alilibeba jukumu la kumlea yule mtoto kama mwanae wa kumzaa, na akaamua kumfundisha kazi ambayo alikuwa anaifanya, kwani kama anaenda kufanya kazi mbali alilazimika kusafiri naye. Hivyo kwa asilimia kubwa maisha yake akawa sasa ni maisha ya yule mtoto pia. Hivyo Janilo alikulia kwenye maisha ya kuwa muuaji akiwa bado mdogo, na baadaye sasa akawa ndio maisha yake halisi, akiwa naamini yeye alikuwa ni mtoto wa damu ya ule mzee. Sasa baadaye na mimi nilichukuliwa na kutengenezwa na ule mzee, na mafunzo mengi niliyapatia kwa Janilo mwenyewe kwa sababu alikuwa zaidi yangu. Nakumbuka tulikuwa tunatengeneza pesa nyingi mno kwenye ile kazi, mpaka siku ambayo mambo yaliharibika ya Janilo kujua yule hakuwa babake mzazi na ni yeye ambaye aliua familia yake. Aliamua kumuua kikatili sana ule mzee. Na baadaye sasa kila mtu akaendelea na maisha yake, ila siasa ilikuja kutukutanisha tena, tukutanisha pamoja. Na ndipo hapo sasa ambapo mimi baadaye nilikuja kutambua kwamba yeye alikuwa amekufa, mpaka leo hii ilipotokea kwenye mlango wangu na kuniambia kwamba huyu mtu bado yupo hai anaishi. Msikilizaji, historia fupi ya Janilo ilianza kumpatia picha Darius aina ya mtu ambaye alikuwa akishughulika naye. Sasa Darius akauliza kwamba umesema maisha ya siasa, kama angekuwa kwenye siasa maana yake tungefanikiwa kuona hata picha yake, ila hakuna kumbukumbu yote ambayo ipo kwa ajili yake. Ni kwa sababu hakutaka kuonekana mahali popote kwa usalama wake mwenyewe na kazi ambayo alikuwa anaifanya. Kwa hiyo yani unamaanisha alikuwa anamfanyia mtu kazi kwenye siasa ama? Martin Sagambi. Hilo ni jina la rais ambaye ameuawa. Hata mwenyewe ndo namzungumzia huyo. Sasa Daniel, sijakuelewa, yani rais anaingiaje kwenye haya mazungumzo? Ni kwa sababu Janilo ndiye aliyemweka huyo rais Ikulu. Msikilizaji, haikuwa mara ya kwanza kusikia zile fununu, ila alikuwa sehemu ambayo ilitakiwa kumsaidia yeye kujua kweli. Darius akauliza kwamba rais aliwekwaje Ikulu na huyu muuaji wakati wote tuliona ni siasa safi ndio ilimfikisha pale? Darius, siasa safi? Hakuna siasa safi hapa duniani kijana. Ni kwa sababu tu watu mmefungwa macho, msiweze kuona yale ambayo yanaendelea. Siasa ipo tofauti na vile ambavyo inaonekana.
Wewe hujiulizi mtu ambaye hakuna aliyekuwa anamfikiria akaja kuwa na nguvu ghafla tu na ushawishi mkubwa, alafu wapinzani wake wakaanza kupotea moja moja. Kama usalama wa taifa haukuwahi kuumiza kichwa kujiuliza japo swali moja tu kwamba ni kipi kilikuwa kinaendelea? Daniel alitulia kwanza kumfanya Darius aweze kuwaza kwa makini. Unajua, kabla kuingia Ikulu, Martin Sagambi alikaa na watu wake wakapiga hesabu watu ambao walikuwa kama kizuizi kwa wao kuja kushinda kwenye nafasi zao. Na kwa wakati huo Janilo alikuwa kijana wa miaka kama 20 na kitu hivi. So walielewa ya kwamba wale wapinzani wao walikuwa na watu nyuma ambao walikuwa na nguvu kubwa sana za kiushawishi, wakiwemo wafanyabiashara na wanasiasa wa Kongo ambao walikuwa wanahitaji mabadiliko lazima. Na kuna watu yale mabadiliko yangeenda kuathiri biashara zao na mifumo yao ya pesa na maisha kwa ujumla. Hivyo kwa wale wapinzani walitakiwa kuuliwa wale watu ambao walikuwa na nguvu upande wao. So mimi na wewe wote tunajua kwamba wanasiasa wengi huwa hawapendi kuhusika kwenye haya mambo, ili hata siku kutokea majina yao yawe salama. Na ndipo Janilo alipoingia. Alitafuta muuaji kwa ajili ya kufanya ushenzi huo, ambapo yeye aliuziwa msala kwa wale watu kupakwa ubaya. Hivyo sasa akaanza kuua moja mmoja kwa maelezo ya moja kwa moja kutoka kwa Martin Sagambi. Na wakati ule Janilo ndiye alikuwa kama mkono wake wa kulia. Aliua kila ambaye alionekana kuwa hatari kwao. Ambao hawakuwa na hatari kubwa kuwepo walitishiwa tu na kuambiwa walitakiwa kukaa kimya, vinginevyo nao kile kikombe kingewapata popote walipo. Hivyo hofu kubwa ni kama ilizamishwa miongoni mwa wale watu mpaka Martin Sagambi akashinda urais wake. Tena alishinda kirahisi tu, kila mtu akibaki na shangaa tu. Sasa mbinu ambayo ilikuwa inafuata ni kuibia Tanzania kwa akili kubwa sana bila watu kushtuka, ili wafanikishe mambo yao, huku sasa akiwa anasifiwa kila sehemu. Hivyo ulianzishwa mpango wa kulifanya jina la Martin Sagambi kuwa safi kila siku mpaka anamaliza miula yake Ikulu. Sasa jina lake lingekuwaje safi huku kuna watu wanajua machafu yake ambayo yalitumika kumwaga damu za wenzake? Ndipo akahitajika sasa kuufuta ushahidi wa kufanikisha hilo. Alitakiwa kumuua Janilo. Kwa hiyo licha ya kazi kubwa ambayo alifanya rais, aliamua kumgeuka na kumuua baada ya kuingia Ikulu. Iliandaliwa timu ya makomando wa kutosha kwa msaada mkubwa wa waziri wa ulinzi ambaye sina imani kama yupo hai au kafa tayari. Hiyo timu ilitegwa sehemu ambayo rais alimuita Janilo, na kwa sababu walikuwa wanafanya kazi pamoja, haikuwa na shida kumwamini rais wake, kwani alijua tu ni mambo yao ya kazi na makubaliano mapya. Na anafahamu kwamba baada ya rais kuingia madarakani kuna misheni zao zitaendelea. Lakini usiku ule ndio usiku ambao ulikuwa mara ya mwisho kwake kuweza kuonekana na rais. Alipigwa risasi baada ya kuwaua makomando 7. Akaangukia kwenye mto. Hivyo rais sasa alijumlisha kwamba ameshamuua. Na historia yule bwana ilishia pale. Na ndio maana hata mimi mpaka leo najua kwamba alishakufa kwa muda mrefu, mpaka wewe ulipofika hapa siku ya leo na kuniambia kwamba eti bado yupo hai. Darius alibaki akiwa ametoa macho kama mtu ambaye alikuwa kabano na mlango, asiamini kama yale mambo yalikuwa ni ya kweli. Kwa hiyo alirudi kwa rais kulipa kisasi ama? Na sio kwa rais tu. Rais alikuwa ni sehemu tu, ila nyuma yake kulikuwa na umoja wa watu wenye nguvu kubwa. Hawa ndio wanaila ile nchi kwa namna watakavyo wao. Na mtu ambaye alikuwa anatumika kuhakikisha maslahi yao yanalindwa alikuwa ni Martin Sagambi. Hivyo kufa kwake itakuwa imewaathiri pakubwa, na lazima kuna uwezekano wanaweza kuanza kujitokeza moja moja. Kwa hiyo unataka kuniambia ni kwamba Tanzania kuna umoja wa watu ambao wanaliendesha ile taifa kwa mlango wa nyuma? Wewe unahisi kwa nini kamuua rais? Sikuwa najua, ndio maana nipo hapa kwako. Ni kwa sababu ndiye kiunganishi wa hao watu. Kumuua maana yake hawa kwa sasa mambo yao mengi yatasimama. Hivyo watahitaji kujitokeza kuweza kuweka mambo sawa na kujaribu kukaa mezani na rais mpya. Na hiyo ndio itakuwa nafasi yake kuweza kuwapata hawa watu, kwa sababu anataka kuwateketeza wote. Sasa rais wako hakuwa yule ambaye ulikuwa unamjua wewe, ambaye alipambwa kila sehemu ili watu waweze kumuona kama mwema. Alikuwa ni moja kati ya marais wa shenzi zaidi kuwahi kuzaliwa Tanzania. Kwa hiyo kwa sasa natakiwa kufanya nini sasa?
Wewe kwani unataka kufanya nini? Ni kumpata tu huyu mtu na kumzuia. Kwa sasa maelezo yangu kwako yanaishia hapa. Unajua hii sehemu nimetengeneza, yani ni kama nimetengeneza jina kubwa sana na wananiheshimu mno, lakini bilioni 5 ni pesa nyingi, hivyo nipo tayari kufanya kazi na wewe. Na kwa sasa tunarudi wote Tanzania kwenda kujaribu bahati ya kulitafuta hili dubwana. Na unatakiwa uwe tayari kwa madhara yote ambayo yatajitokeza huko mbeleni. Basi walipeana mikono. Sasa rasmi Daniel, waweza kumuita Daniel au TOD, alikubali kufanya kazi pamoja na usalama wa taifa. Naam. Pande za posta kwenye nyumba namba 59, jengo kubwa la ghorofa ambalo lilidaiwa kuwa jengo la mtu binafsi ambaye hakuwa anafahamika kama alikuwa nani. Ni jengo ambalo kila mtu alikuwa analitamani kwa ajili ya kufungua biashara na kuweka ofisi kwenye yale maeneo, lakini sasa hakuna mtu hata mmoja kwa wote ambao walikuwa wanatamani aliyefanikiwa kupata nafasi ya kuweza kupangisha pale. Muda wa saa 7 kasoro kama dakika 5 hivi, kuna gari kadhaa ambazo zilikuwa zinaingia lile eneo. Zilikuwa ni gari za kifahari mno. Kila gari alikuwa anashuka mtu mmoja akiwa na walinzi wake na kupitiliza moja kwa moja ndani ya lile jengo upande wa juu kabisa ambako kulikuwa na ofisi kadhaa. Ni wanaume wawili tu waliingia mle, huku sasa wakiwa wameongozana na mwanamama hivi moja mtu mzima hivi ambaye yeye alivaa mavazi meupe. Wale wawili walikuwa wamekaa kwenye meza ndefu mle ofisini wakiwa wamezungukwa na walinzi kadhaa. Sasa baada ya yule mwanamama kuingia mle ndani, kila mtu aliweza kusimama na kutoa heshima yake. Alipitiliza mpaka kwenye upande wa kiti ambacho kilikuwa ni maalum na kiliandaliwa kwa ajili yake. Na natumaini kila mtu humu ndani ni mzima wa afya. Japo najua kwenu ama kwetu wote mambo yetu hayapo sawa. Haukuwa muda wa sisi kuweza kuonana kwa sasa. Ila kwa mambo ambayo yametokea, hakukuwa na namna nyingine zaidi ya kuweza kukutana na kukaa pamoja kwa kuweza kuzungumzia kuhusu jambo hili ambalo linaendelea mbele yetu. Mzizi wetu mkuu ambaye ni Martin Sagambi kwa sasa haupo tena. Hivyo tunatakiwa kuanza na moja kwenye kuhakikisha kila kilichotengenezwa kwa miaka mingi kinaendelea pale ambapo kilikuwa kimeishia. Kwani kama tutashindwa kufanya hivyo, basi moja kwa moja tutakuwa tumeingia hasara kubwa sana. Na mimi sina imani kama bosi atakuwa tayari kuweza kusikia jambo kama hili kutoka kwenu. Leo hayupo hapa kwa sababu amesafiri kwenda nje ya nchi kuhakikisha umoja huu unakuwa sawa kama mwanzo. Ila mengine yanatakiwa kujadiliwa humu ndani, kwa hiyo sitegemei mtu kuniuliza bosi yupo wapi, kwa sababu yupo kutupambania sisi sote humu ndani. Mwanamama huyo alitulia kwa muda wakati watu wale wengine wawili wakiwa wanatazamana. Sasa waliuliza kwamba ndani ya serikali ni mtu gani mwingine ambaye tulikuwa naye? Wengi walikuwa ni mawaziri ambao huenda wasiendelee awamu hii. Kwani makamu wa rais hakuwa anajua lolote kuhusu haya ambayo yalikuwa yanaendelea. Na tulifanya hivi kumlinda rais asiwezi kuhisiwa vibaya na mtu yeyote na aweze kuaminika kwa watu wake wa karibu. Ndio maana walikuwa tayari kuweza kumpigania. Mkuu, kama makamu wa rais hakuwa anajua lolote, sasa mbona kama kazi inaenda kuwa ngumu kuweza kumuaminisha afanye yale ambayo sisi tunamtaka aweze kuyafanya? Na kama akikataa itakuwaje? Hilo sisi tunalitambua. Yule bwana ambaye anamwamini zaidi kwa sasa ni jaji mkuu. Hivyo sisi tunatakiwa kuketi na jaji mkuu. Kwa hiyo unaamini atakubali kufanya kazi na sisi? Hawezi kwenda kubembelezwa, bali atatakiwa kufanya kwa lazima. Na huyo atatukutanisha na rais ili aweze kusikiliza ni mambo gani ambayo sisi tunahitaji yeye aweze kuyafanya. Pale tu atakapoingia Ikulu, kuna mambo ambayo atatakiwa kuyafanya na nini hatakiwi kufanya. Samahani kwa hili ni tatizo la kwanza ambalo nina imani kwa maelezo yako litashughulikiwa pasavyo. Vipi kuhusu jambo la pili ambalo ndilo la hatari zaidi? Msikilizaji, aliongea bwana mmoja akiwa sasa anaishusha miwani kwenye uso wake. Upo sahihi kwenye hili. Huyu mtu tulijua amekufa miaka mingi na rais ndiye aliyetuhakikishia jambo hili. Hivyo kujua kama yupo hai
ni kama limekuwa ni tatizo lingine ambalo linazaliwa hapa na tunatakiwa kulishughulikia haraka sana. Kuna mwenzake ambaye tulipata taarifa za kwamba ndiye anaweza kutusaidia kumpata kwa haraka zaidi. Alikuwa huko Kisenyi, Kampala, Uganda. Ila kwa bahati mbaya siku ya jana amepotea. Ameuawa au amechukuliwa na usalama wa taifa? Unamaanisha yani amekamatwa na usalama wa taifa wa Uganda? Sio hata wa Uganda, ni wa Tanzania. Wanamtaka wa nini sasa? Mpaka hapo ujue wanamjua muuaji na wanaamini huyu ndiye anaweza kuwasaidia. Sasa muuaji kama yule anakubali vipi kukutana na kufanya kazi na watu kama hawa? Lazima wamempatia pesa za kutosha. Watakuwa tu wamempatia pesa za kutosha mpaka akakubali kufanya kile ambacho wao wanakitaka. Kwa hiyo na sisi tunatakiwa kufanya nini sasa kwenye hili? Hapa tunatakiwa kumtafuta na kumpatia pesa zaidi ya walizompatia wao. Na tunaweza kumtumia kuwazunguka na wao pia na wakawa kwenye mkono wetu kwa njia rahisi tu, kwa sababu si atakuwa anauza taarifa zao kwetu. Na kama hili likishindikana je? Hapo sasa ndipo tutawaingiza watu wetu mtaani kwa ajili ya kuifanya kazi moja kwa moja. Na hapa hamtakiwi kufanya jambo lolote. Nyie nendeni mkatulie na familia zenu na biashara zenu. Kama kutakuwa kuna mambo ambayo mtatakiwa kuyafanya, basi mara moja mtapatiwa taarifa hizo, lakini kwa hivi sasa mkatulie na familia zenu na biashara zenu. Basi msikilizaji, yule mwanamama aliyenyuka na kutoka ndani ya ile ofisi na kikao kikawa kimefungwa. Bwana, kuna hawa wa kujiita The Genesis Cabal. Ni akina nani hawa? Mwaka 2001, yani miaka ya nyuma, tarehe 15 mwezi wa 6 mwaka 2001, ulikuwa ni msimu ambao dunia ilikuwa imeanza kupokea utulivu, hasa kutokana na sekeseke la kudondoka kwenye umoja wa nchi za Soviet miaka ya nyuma. Tanzania nayo ilikuwa imetoka kupokea mabadiliko ya mfumo wa vyama vingi miaka kadhaa nyuma. Hivyo hata nchi ilikuwa kwenye mapokeo tofauti ya kisiasa. Ni muda ambao taasisi nyingi za nchi zilianzishwa, lakini pia ni wakati ambao kulikuwa na ubinafsishwaji wa hali ya juu, jambo ambalo lilianza kutengeneza mfumo wa matajiri wengi na ubepari wa hali ya juu. Yaani ilikuwa ni uwezo wako kuweza kutengeneza pesa za kutosha kutokana na urefu wa mkono wako pamoja na uwezo wako wa kuzifikia pesa ama kuzichota kutoka mahali zilipo. Ni nyakati ambazo Tanzania ilianza kufanikiwa kuzalisha matajiri wakubwa ambao walikuwa na pesa za kutisha mpaka wanasiasa wenyewe, lakini hata wanasiasa wengi walianza kujibimbikizia mali. Kwa hiyo sasa ndio hao uliotoka kuwasikia hapo kwenye hicho kikao kikiongozwa na huyo mwanamama. Sasa bwana, kuna huyu tajiri wa kuitwa Jerome Miguel. Alikuwa mmoja matajiri wakubwa ambao kwa wakati huo walipanua zaidi biashara zao kila kona nchi. Alikuwa ni mtu ambaye baadaye ni kama baadaye yake ilikuwa imeahidiwa hivi. Alikuwa na ukwasi wa kutosha, ila jina lake ndo kwanza lilikuwa limeanza kuimbwa kwenye midomo ya watu wengi wakimhusudu kwa namna alivyokuwa na ukwasi wa kutosha. Akiwa kwenye hatua zake bora za kimaisha, alipokea ujumbe ambao hakuwa ameutarajia. Alipokea ugeni akiwa kwenye hoteli yake ya kifahari kwamba kuna mtu kutoka ndani ya ubalozi wa Marekani alikuwa anahitaji kukutana naye wakati huo, na lilikuwa ni jambo la ghafla. So alishtuka sana kupokea taarifa hizo. Hakuwa ni mtu ambaye alikuwa na uhusiano wa aina yoyote na watu hao, na hata hakutamani kuwa karibu nao kwa namna alivyokuwa akiliogopa hilo taifa. Ni miaka mitatu tu ilikuwa imepita tangu balozi zao za Tanzania na Kenya ziweze kulipuliwa na magaidi, na ni wakati ambao walikuwa bado kwenye msako mkali wa kuhakikisha kila ambaye alihusika alikuwa anawajibika moja kwa moja. Hivyo kwake kusikia watu hao walikuwa na shida naye ilikuwa ni kama alarm ambayo kwake angetafasiri ni mbaya kwenye masikio yake. Alielewa namna dunia ilivyokuwa inafanya kazi. Alitakiwa kuitikia wito ili sasa ayakatae maneno, huenda kungekuwa na mambo ya muhimu ambayo alipaswa kuyasikia, ambayo angeweza kuwa na faida mbeleni kwenye biashara zake na maisha yake kwa ujumla. Aliruhusu bwana huyo aletwe ndani na walinzi. Walinzi walihakikisha hana silaha yoyote, ndipo akamruhusu kukutana na bosi wake. Ni mwanaume ambaye alikuwa umri wa kati tu. Hakuwahi kumuona ama kukutana naye kwenye maisha yake yote. Hivyo hofu ilianza kuzidi kupanda ndani yake, akianza kujihisi kama kuna kitu aliwakosea watu hao,
na ingekuwa mbaya zaidi kwenye biashara zake. Basi Jerome akasema ya kwamba sijawahi kuwa na uhusiano na watu wa taifa lako hata siku na moja, na hata ubalozini kwenu sina uhusiano wowote na nyie, na hakukuwa na taarifa juu ya ujio wako. Naweza kukuuliza kwa nini upo hapa? Basi ule bwana kwanza alitamka jina lake akisema anaitwa Macklay. Sasa Jerome akasema kwamba okay, sawa Macklay, kwa nini upo hapa? Macklay akasema kwamba kwanza, kabla ya kuendelea na haya mazungumzo ambayo yameshika hatima yako au yangu, unatakiwa kutambua mimi ni CIA. Bwana Jerome, ile kauli ilimfanya hata lile tumaini dogo ambalo alibakiwa nalo kupotea ndani yake. Swali ambalo alikuwa anajiuliza ni CIA walikuwa wanamtafuta nini kwake. Jerome akauliza kwamba usiniambie unahisi mimi nimehusika kwenye. Akaambiwa tulia, usiangeke kujielezea, mimi nipo hapa mimi binafsi tu. Ofisini kwangu hakuna mtu hata mmoja anayejua wapi nilipo. Nina sharti moja tu la kufanya haya mazungumzo na wewe. Kuna kijana wako ameangalia kitambulisho changu ambacho kina utambulisho wangu halisi. Huyo anatakiwa kuuawa kabla tujaendelea na mazungumzo. Jerome akasema kwamba yani unakuja kwangu na kuanza kunipangia kuua walinzi wangu ama? Basi huyo mwamba akajibu ya kwamba nimekuambia hatima yangu na yako zinategemeana na haya mazungumzo ambayo tutakuwa nayo hapa. Kama upo tayari kupoteza kila kitu kwenye maisha yako kwa sababu ya mlinzi tu ambaye unaweza kumfukuza kazi hata kesho, ni wewe, mimi sio tatizo langu. Basi Jerome akasema okay, nitakuaminije kama unayoyaongea ni ya kweli? Basi Macklay akajibu ya kwamba nipo kwenye himaya yako, sehemu ambayo ina walinzi kila kona. Unahisi mimi nitatokaje hapa kama nakudanganya? Si utaniua tu. Unavyoniona ni mtu ambaye nimepanga kufa leo. Bwana Jerome alimuita mlinzi wake mmoja na kumpatia maelekezo. Ndani ya dakika moja ulisikika mlio na mtu akipiga kelele ya kuweza kuachwa, ila haikuwezekana na aliuawa. Sasa Jerome akasema kwamba nimeua mtu wangu kwa ajili tu ya kauli yako moja ambayo hata sijui kama ipo sahihi au unanitumia tu kwa wakati huu, ila nakuahidi kama jambo hilo ni la kipuuzi, basi naenda kukuua kikatili kuliko ambavyo haujafikiria. Macklay alitabasamu na kisha akasema ya kwamba mimi natakiwa kuuawa. Jerome akasema kwamba hiyo mimi nanusu nini sasa? Macklay akasema mimi ni miongoni mwa maofisa wachache ambao tulichukuliwa Marekani kuja huku kwa ajili ya kuchunguza kuhusu ile tukio ambalo lilitokea kwenye balozi zetu. Mpaka sasa nimefanikiwa kuwaingiza kwenye 18 watuhumiwa kadhaa ambao wamesafirishwa mpaka Marekani, ambapo wataujiwa na uhakika wengi wao wataishia Guantanamo ambako hata dunia haitatambua kama waliwahi kuwepo. Sasa kwenye hili swala ambalo linaendelea, kuna mwenzangu mmoja alifanikiwa kupata taarifa nyeti za mzunguko wa hawa watu, ila kwa bahati mbaya wakamwahidi pesa nyingi ambazo alishindwa kuzikataa. Hivyo akawa anawauzia taarifa magaidi na kuwapa baadhi ya njia ambazo tunazitumia kuwatafuta. Na jambo hili sasa likawa ni gumu zaidi ya mwanzo lilivyokuwa kuweza kuwapata watu. Sasa jambo hili liliwafanya makao makuu kushtuka na kuhisi kuna kitu hakipo sawa. Kule makao makuu mwenzangu ana mpenzi wake na mimi sikuwa nalifahamu hili. Sasa huyo mpenzi wake alimpatia taarifa kwamba wameanza uchunguzi mkali kwa kuhisi kuna mtu anauza taarifa kwa hawa watu. Na jamaa alitakiwa kujiangalia, kwani mpaka wakati ule ndiye walikuwa wanamtilia mashaka zaidi kuliko sisi wote. Aliomba msaada kwa huyo mpenzi wake ambaye alisema kwa sasa kudanganya kwamba hakuna msaliti ni jambo ambalo lisingewezekana, ila jambo ambalo lingemtokea kwenye hiyo kesi ni yeye kumsingizia mtu mwingine kwa kumtengenezea ushahidi ionekane yeye ndio mhusika ile jambo. Sasa kwa bahati mbaya zaidi tulikuwa tunaishi kwenye apartment za eneo moja. Hivyo alikuja kwenye apartment yangu akapandikiza ushahidi ambao unaonesha mimi nina mawasiliano na hawa watu moja kwa moja, jambo ambalo limekuwa ni la hatari zaidi kwangu. Maana kama sio mwenzangu kunishtua, mpaka sasa nadhani ningekuwa mikononi mwa CIA. So nilipopata zile taarifa nilijua basi hakuna namna naweza kuokoka kwao hata kama ningejielezea vipi. Ndipo sasa nikaamua kukimbia baada ya kuanza kutafutwa kila kona, ila kwa siri kubwa. Maana kwanza hapa Tanzania mimi sijulikani kama ni CIA, tuliingizwa kwa siri tu kupitia ubalozi wetu. Hivyo mpaka muda huu ambapo nipo hapa wanahisi nimekufa, ila hawana uhakika, maana ni swala la muda mfupi tu watajua nipo hai.
Na msikilizaji, bwana Jerome alishtuka kusikia ile maelezo. Yule bwana alionekana kuiasi nchi yake na hukumu yake ilikuwa ni kifo. Sasa kwenda kwake hata yeye yalikuwa ni matatizo makubwa kwa upande wake. Sasa Jerome akasema kwamba wewe mwenyewe unajua kwamba haujahusika. Kwa nini sasa usingeenda kuelezea hali ilivyo wakafanya upya uchunguzi? Mbona lingekuwa tu ni swala dogo tu wewe kuweza kueleweka kwa wakubwa zako? Maklay akajibu ya kwamba CIA inavyofanya kazi ni tofauti na mashirika mengi. Kwa muda huo mpaka ukweli uje ujulikane, hata kama ingewezekana nitakuwa nimekufa. Wakubwa wana hasira, wanatafuta mtu wa kumshushia zigo la lawama kwa rais. Hivyo kama wakipata hiyo nafasi, haijalishi nitakuwa na hatia au sina hatia, zigo lote litaangukia kwangu. Na hata kama watakuja kugundua kuna mhusika mwingine, basi watamuua tu kimya, ila kwangu kesi itabaki pale pale. Hata nikisema kwamba ningeweza kwenda nao taratibu, bado kesi yake nisingeshinda, maana mwenzangu ana mwanamke makao makuu ambaye anaweza kufanya kesi kawa ngumu zaidi kwangu. Hivyo kwa sasa sehemu pekee ya mimi kuwa hai ni kuwakimbia, ili kama ninaweza kuja kupata nafasi nije basi kupata ushahidi nikiwa mbali, japo ndio hivyo nishakuwa muasi wa taifa langu milele. Jerome akasema, okay, sasa kwa nini taifa lenu linawafanyia watu wake mambo ya kutisha kama haya? Maklay alicheka akasema, hao ndio CIA bwana Jerome. Huwa hawajali wewe ni nani kwao, ila ukifika muda ambao hawana maslahi na wewe tena, basi jiandae kwa lolote ambalo linaweza kukukuta. Hapa wangenichukua kunipeleka kwenye moja black site. Hizi ni sehemu ambazo hazifai hata kutajwa. Ni maeneo ambayo yanatumika kutesea watu. Watu wengi ambao huwa tuna kazi nao huwa tunawapoteza na kuwapeleka huko kwa mateso. Dunia inabaki njia panda tu kwamba kuna mtu alipotea bila kujua alipotelea wapi. Na hakuna hata mmoja anaweza kuwa na uthibitisho kwamba ni CIA ndio alihusika. Jerome akasema, okay, naomba ondoke nyumbani kwangu. Jerome yale maneno yalizidi kumtisha zaidi. Akamtaka bwana yule aweze kuondoka. Hakuona kama ilikuwa ni salama kwake kuwa karibu na mtu kama yule kwa wakati ule. Sasa Maklay akasema kwamba umeusikiliza upande wangu tu, ila haujajua huu upande wangu unahusiana vipi na upande wako mpaka mimi nipo hapa. Jerome akasema kwamba hayo yote ambayo unayasema mimi sihusiki nayo hata kidogo. Unamaanisha nini kuniambia kwamba sijajua upande wangu, yani unahusikaje? Maklay akasema kwamba vipi kama nikikwambia na wewe unahusika moja kwa moja kwenye kulipua balozi za Marekani? Unahisi kitakutokea nini kama hizi taarifa zikifika kwa CIA ama FBI? Jerome alitoa macho kama mtu ambaye alikuwa anakata roho. Jerome akasema kwamba sio, unanitania sio? Maklay akasema kwamba tangu mwanzo nimekuambia uwe mpole, unisikilize, ujue sababu za kunileta mimi hapa. Vipi bado unataka niondoke au unahitaji unisikilize? Maana mimi naweza kuwa ndio njia pekee ya kukutoa kwenye hili na kuitengeneza baadaye nzima ya taifa lako lote. Basi Jerome aliamua kuwa mpole na msikilizaji mzuri. Hasira hazikuwa na msaada kwake kwa wakati ule. Kisha akasema na kusikiliza. Maklay akasema kwamba okay, sasa moja kati ya watu ambao unafanya nao biashara hususan hizi haramu za kuihujumu serikali yako ni Barton Toby kutoka Kenya. Huyu bwana, moja ya taasisi yake ilihusika kutoa gari ambazo zilitumika kusafirisha magaidi ambao walilipua ule ubalozi wetu wa Kenya. Wewe ni mshirika mkubwa sana wa siri wa Toby, ikiwa na maana ya kwamba hata wewe unaingizwa kwenye hili moja kwa moja. Vipi, unataka niendelee? Jerome akasema hapana bana. Mimi sihusiki bana, na hata mimi sikuwa najua kama kuna usafiri wa Toby ulihusika kwenye hili. Maklay akasema wewe, hivi unahisi CIA watajali hilo kwamba eti wewe unasema haukuhusika? Rafiki yako mkubwa wa kibiashara ambaye unafanya naye madili machafu akutwe na hatia kama hii, unahisi wewe utapona? Hivi umechanganyikiwa nini? Basi jasho lianza kuvuja kwa kasi ya ajabu. Jerome akawa na hema kama mtu ambaye alikimbia zaidi ya kilomita 500. Jerome akauliza kwamba hizi habari anazo nani na nani? Maklay akajibu, mpaka mdauni nazo mimi tu. Jerome akajisema, sasa kwa nini hukuzifikisha ofisini? Jerome, ukweli ni kwamba kwenye hii kazi yangu mimi huwa nimejifunza kuhifadhi baadhi ya taarifa kwa ajili yangu. Kwani huwa naamini ya kuwa kuna siku naweza nikazihitaji na zikanifaa kwenye mazingira magumu. Na ndio maana hivi, nani angejua mimi na wewe siku moja labda tunaweza kuketi sehemu moja kama hivi kufanya makubaliano ya hatari kama haya? Jerome akasema,
kuna mengine ambayo unajua kuhusu mimi mbali na haya? Mr. Jerome, mbona ni mengi sana? Ya mimi najua unavyohusika kuhujumu uchumi wa taifa lako. Najua namna unavyotakatisha fedha na kuhusika na magenge ya uzaji wa dawa za kulevya. Naelewa namna unavyojaribu kuwa mtu msafi kwa jamii yako. Mimi natambua kuwa unahusika pia kwenye mambo ya kusafirisha mabinti wadogo kwenda kuwauza Ulaya huko na kujipatia pesa nyingi tu, ukiacha kwamba wengine unawabaka. Unaua watu wengi ili kuendelea kuwa na nguvu. Vipi, bado unahitaji niendelee kuambia jinsi ninavyokujua? Jerome akasema, haya yote umeajuaje? McClay akasema, mpaka nimekuambia mimi ni CIA, bado unaendelea kuniuliza maswali ya kijinga kama hayo? Jerome akasema, okay, kama wewe umefanikiwa kujua haya yote, unahisi wengine hawatayajua? McClay akajibu ya kwamba ni swala la muda tu, watayajua lazima. Jerome akasema, sasa unanisaidiaje kwenye hili? Jerome, ndio maana mimi leo nipo hapa, kwa sababu nataka nikufundishe namna ya kuliweka ili taifa kwenye mkono wako, ili haya yote yasije kukuingiza wewe sehemu mbaya. Basi Jerome alihema tu na kujiweka sawa. Mwili wake ulikuwa umeloa vya kutosha, japo ndani kiyoyozi kilikuwa kikali tu ambacho kingetosha kufanya mwili wake kuwa sawa. Basi Jerome akasema kwamba nipo tayari kufanya chochote ambacho nakitaka McClay, ila nihakikishie tu kwamba utanitoa nje ya hili jambo. Basi yule mwanaume alitabasamu kidogo, kwani mlengwa wake alikuwa amejaa kwenye mkono wake sasa. Sawa bwana Jerome, mimi nitakupatia elimu ya namna watu kadhaa wa Marekani wanavyofanikiwa kuiteka Marekani nzima, na ndio wanauendesha ulimwengu. Yaani wao ndio wanaamua uchumi wa dunia uende wapi. Wao ndio wanaamua leo hii dola icheze kwenye thamani ipi. Wao ndio wanakaa mezani na kuandaa vita za sehemu fulani. Naelewa kuna uvumi mkubwa wa sisi kusababisha vita nyingi sehemu mbalimbali za dunia, na ni ukweli. Sisi tunahusika kupindua serikali nyingi madarakani, hususan ambazo zinakuwa nje ya matakwa yetu. Japo jambo ambalo watu hawajui ni mizizi ambayo imetengenezwa ndani ya serikali yetu, na watu hao ambao wanaiongoza hii dunia hawazidi hata 5. Sasa naomba nisikilize kwa makini bwana Jerome, kwani jambo hili ndilo linaweza likabadilisha mfumo mzima wa Tanzania, na wewe unaweza kuwa ndiye watu hawa ambao wanaiongoza dunia, lakini wewe unaweza kuiongoza Tanzania ikawa kwenye mkono wako. Yaani wewe unaweza kuwa na nguvu ya kumfanya nani awe rais, nani afe, nani aende sehemu ipi. Kila mradi mkubwa uweze kutengeneza pesa. Kiufupi wewe ndiye unakuwa Tanzania ya siri, ila hakuna mtu hata mmoja anatakiwa kukuona wewe ukihusika moja kwa moja kwenye hili bwana Jerome. Je, upo tayari kuuzika umaarufu wa pesa ili uweze kufanikisha haya? Msikilizaji, ni mwanaume ambaye alikuwa anampatia maneno mazito ambayo alishiba. Ulikuwa ni mchezo hatari, ila ulionekana kuwa na faida kubwa ndani yake kama angeweza kuucheza vizuri kama ambavyo ulikuwa unatakiwa kuchezeka. Sasa Jerome akajibu ya kwamba ndio, nipo tayari. Safi sana. Sasa bwana Jerome, nguvu kubwa ipo kwenye maeneo makubwa kama 3. Eneo la kwanza ni kuwa na uwezo wa kuzifikia taarifa zote ambazo ni za muhimu. Yaani unakuwa unajua kila ambacho kinafanyika na kuendelea duniani. Hivyo wewe ndio unaweza ukaamua uwepo wapi na kipi kitokee eneo fulani. Eneo la pili ni wewe kuwa na uwezo wa kuzicontrol hizo taarifa. Yaani wewe ndio unakuwa una uwezo wa kuzipangia taarifa hizo namna ya kuwafikia watu, ama nini kiwafikie na nini kisiwafikie. Ndio maana familia kubwa kule Marekani zinamiliki media kubwa, kwani ndio njia rahisi ya kusambazia taarifa duniani. Mara nyingi wanatoa taarifa za uongo ambazo ndizo hutumika kuwalinda wao na kuwafanya waonekane mashujaa. Na hiyo ndio michezo yao ya kila siku. Eneo la 3 ni ukimya. Kuna nguvu kubwa mno kwenye ukimya, kwa sababu unakuwa ni kama haupo ila upo. Hakuna mtu atajua upo wapi, unafanya nini, unataka kufanya nini, na mambo mengi tu unayafanya kwa uhuru tu. Nadhani umewahi kusikia aina hizi za familia kwa Marekani ama duniani. Hata uzishtumu kwa kipi, hautakuja kusikia hata siku moja wanakujibu kitu. Hawatakujibu kitu hata kimoja. Maana yake wewe ndio unabaki sasa unaumia na kuhangaika huko sasa, ukiwa hauna uhakika kama ulichokiongea wanahusika moja kwa moja au ni story tu za vijiweni. Lakini ukimya unakuwa ni bora zaidi kama usipotambulika wala kufahamika kwa watu jumla. Yaani unakuwa na nguvu ya kumpigia hata simu rais ukamtuma kitu, ila hakuna anayejua kama duniani kuna mtu aina yako. Hawa watu ambao wana utawala ulimwenguni wanazielewa hizi siri, ndio maana wapo makini, na wengine wana pesa nyingi tu kiasi cha kuzikopesha hata benki kubwa na hawajulikani.
Sasa kupitia hili hawa watu walifanikiwa kutengeneza mfumo ambao unaitwa The Cabal. Hili inakuwa ni kundi la watu wachache ambao wanakuwa na nguvu na ushawishi mkubwa kwenye siasa. Wanaweza kuwa wafanyabiashara wakubwa, wanaweza kuwa ni wanasiasa, ama watu ambao wanatengeneza ushawishi mkubwa kiasi kwamba wanakuwa na msukumo mkubwa wa kisiasa na mwenendo mzima wa nchi husika ambayo wanakuwa wanahusika nayo ama wana malengo nayo. Sasa huu ndio mfumo ambao mimi nataka nikusaidie wewe kutengeneza, yani ni kama kutengeneza ndani ya Tanzania. Yani uwe na mfumo ambao utakufanya wewe na wenzako kadhaa ambao wanaweza kuwa chini yako kuwa na nguvu kubwa ya kufanya lolote ndani ya nchi. So mtakuwa mnaweza kuingiza watu wenu kwenye madaraka, mtafanya biashara zozote ambazo mnataka na kwa namna ambayo mnataka nyie, na hakuna mtu hata mmoja ambaye atakuwa na uwezo wa kuwazuia, na kwa wale ambao watajaribu kufanya hivyo basi watakuwa na uawa, na hakuna mtu hata mmoja atakuwa anaweza kujua ni kipi kilitokea kwenye hilo. Bwana Jerome alibaki ameachama tu, akiwa ni kama mtu ambaye hakuwepo pale kwa muda ule. Kwenye maisha yake alikuwa na ndoto ya kuwa mtu mkubwa, ila hakuwahi kuanza kufika huko. Bado hakuwa ana imani kama kuna mtu anaweza kuwa na nguvu ya namna hiyo. So Jerome akasema kwamba wakati umepanga kufanya haya, wewe utakuwa wapi na utakuwa unafaidika na nini? Jerome, kuhusu kuwa nitafaidika na nini, mimi nitakuwa mshirika wako mkubwa, na shida yangu kubwa ni ulinzi na pesa za kutosha, na nitakuwa nakupatia mbinu nyingi tu kuweza kulikamilisha hili. Sasa CIA si watakutafuta, na wakikupata hata mimi si nitakuwa naenda chini sasa. Sasa hapo unatakiwa kuhakikisha hawawezi kunipata na mimi nakuwa salama wakati wote, ili na wewe uwe salama. Kwa hiyo hilo jukumu la wao kunipata nilipo chini yako. Wewe unatakiwa kuhakikisha kwamba hawawezi kunipata. Kuhusu kunipata kwa sasa itachukua muda, maana mimi nimetengeneza nyaraka feki ambazo kama watazifuatilia watagundua nilishaondoka Tanzania. Mpaka waje kugundua niliwadanganya, tutakuwa tumekamilisha mambo kadhaa ambayo yatanipa uhakika wa kuwa salama, na nitasafiri kwa siri kwenda sehemu ambayo mimi nahisi ni salama. Ila kwa sasa natakiwa kuwa chini ya ulinzi wako na niwe salama. Vinginevyo lolote likitokea kwangu, tambua kabisa hauna maisha mengine hapo mbeleni, Bwana Jerome. Maclay alikuwa amejipanga vya kutosha, msikilizaji. Hakuwa ni mtu ambaye alikurupuka kumfuata tajiri huyo ambaye alibaki kama mtoto mdogo tu, kwa namna alivyokuwa anasukiwa mipango ambayo ilikuwa inachezwa na watu wazima kwenye michezo ya kutisha kama hiyo. Sasa Jerome akauliza kwamba ni wapi tunaanzia? Maclay akamwambia kwamba ni The Genesis Cabal. Alitajiwa kitu ambacho kilimshangaza sana. Akauliza kwamba Genesis Cabal ndio nini hiyo The Genesis Cabal? Akaambiwa hiyo ndio Cabal ambayo itakuwa chini yako, na leo muda huu inazaliwa rasmi. Jerome akauliza kwamba okay, kwa nini umeita hivyo yani? Maclay akajibu kwamba ni kwa sababu kwenye taifa lako ndio mara ya kwanza kabisa hiki kitu kinazaliwa. Maana yake wewe ndiye mtu wa kwanza kukitengeneza, ndio maana nimekipa jina la Mwanzo. Basi walipeana mikono wote wawili wakiwa na tabasamu. Tanzania ilikuwa imetengenezwa kitu kipi ambacho waliamini kingeweza kuleta mabadiliko ya kila kitu Tanzania kuanzia wakati huo, na namna ambavyo nchi ilitakiwa kuendeshwa. Sasa yapi yatakoendelea? Na tutakapoingia sehemu ya 3, msikilizaji, nikukumbushe tu tutaendelea ama tutaanzia kufahamu sasa kati ya TOD pamoja na Darius wao baada ya kufika Dar es Salaam kipi kilichoendelea. Kumbuka TOD amefika jiji la Dar kwa ajili ya kazi maalum kumpata mwamba Janilo. Sasa hawa watu wakikutana hawa anyway, na je, TOD tayari taarifa zake zimeshafahamika kwamba ameshachukuliwa na usalama, na kuna kundi sasa ile la The Genesis Cabal linataka sasa kumnunua, yani walipe dau mara 2 yake ili pia wamtumie huyu mwamba anayeitwa TOD kwenye misheni zao. Sasa je, wataweza kumpata huyu kwa kumlipa pesa mara 2 ya pesa waliotoa hawa watu wa usalama wa taifa? Tukutane sehemu inayofuata, msikilizaji. Langu jina ni Lucas Lumbas. God with you till we meet again. Bye bye.